Yes, hivyo mambo yanazidi kuwa ni matamu. Tulishia pale ambapo Lisa amerudi nchini Tanzania na amekutana na habari iliyompagawisha ya kwamba Ryan tayari bwana yuko na mwanamke mwingine anaitwa Vivian na amempachika ujauzito. Hii ngoma hii balai itakuwaje sasa kwa Ryan endapo Ryan atagundua ya kwamba mke wake yuko nchini Tanzania? Nikakwambia usikose sehemu ya 15 na hii hapa ndo sehemu ya 15. Mimi naitwa Uncle J. Karibu sana mtu wangu tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea baada ya Lisa kutua nchini Tanzania na kuendelea kufuatilia kwa ukaribu. Huyo Vivian ni nani? Na kwa nini Ryan kamsaliti na mpaka kumpachika mimba mwanamke mwingine? Bwana patamu hapo. Karibu mtu wangu. Baba, naomba bastora kwa maana naona sasa huyu anachoniongelea hapa lugha yake sielewi. Ghost alitokwa na macho kwa jinsi Lisa alivyojawa na hasira. Alipata mpaka kigugumizi cha kumjibu. Lisa akaona Ghost kama vile anamchelewesha, akamfunua shati lilikuwa amevaa kiunoni, akachoma bastola hiyo na kisha akamnyosha daktari. Akamwambia daktari, nijibu kabla sija kumwaga ubongo sasa hivi. Huyo malaya anaitwa Vivian ni mjamzito ama sio mjamzito? Ni mjamzito. Amelazwa wapi kwa maana kwamba mmemwandikia bed rest? Alilazwa hapa hospitalini ila akatoroshwa na hatujui yuko wapi. Nini? Ndio dadangu. Nataka kamera zote za CCTV kamera. Baba, nisaidie vijana wako wamsake huyu malaya, na nikimpata baba nitamua kwa mikono yangu mimi mwenyewe, na Ryan atanijua mimi vizuri. Siwezi kumbebea toto lake alafu anakwenda kutia wanawake wengine mshenzi kwa holela tu. Lisa alizungumza kwa jazba kali iliyomshangaza hata Ghost mwenyewe ambaye alikuwa amechochea moto huo, na unapoelekeza sana shindwa kuuzima, kwani ni sawa na moto wa petroli unapowaka, ni ngumu kuuzima. Daktari kwa uoga akasimama huku akitetemeka kweli kweli. Wakaongozana mpaka kwenye chumba kinachoongozea kamera hospitali nzima. Chini ya ulinzi wa Lisa, vijana wawili wanaoshughulika na kamera hizo walianza pale kusogeza rekodi za nyuma za siku ambayo Ryan alikuwa amefika hospitalini hapo na Vivian. Ila hiki mnachokifanya ni makosa kisheria. Daktari alizungumza hivyo. Hebu tulia huko. Lisa alizungumza huku macho yakimtoka kwa hasira kweli kweli. Wakaona Ryan pamoja na Vivian wakifika hospitalini hapo. Wakajiandikisha mapokezini na kuelekea katika chumba cha daktari. Kwa hiyo alikwambia ni mke wake? Ndiyo, ni mke wake. Baba, inatosha. Mlisema walitoroshwa, nataka kujua walitorokaje? Ghost alizungumza na vijana hao. Vijana hao walijaribu kutafuta rekodi za kuanzia muda ambao Ryan pamoja na Vivian walivyoingia wodini. Wakasema, mkuu, hakuna chochote. Rekodi zimefutwa. Shit. Ina maana walijua nini wanachokifanya? Unataka kuniambia pia hakuacha namba ya simu? Ghost aliuliza. Labda mapokezi mkuu. Hebu wapigieni watu wa dirisha la malipo na muwaulize malipo yalifanyikaje. Ghost aliendelea kuwabana vijana hao. Mkuu, sisi ni ngumu kupewa ripoti kama hizo. Dokta, na mimi unaweza ukapewa. Mimi pia ni ngumu. Labda tumuulize mkurugenzi wa hospitali na yuko ofisini kwake. Basi ni vyema tukaenda huko huyo mkurugenzi. Ghost alizungumza na akatoka na daktari huyo huku Lisa akiwa anafuata kwa nyuma. Wakafika katika ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa hospitali hiyo. Wakakaribishwa pale na mzee huyo ambaye kwa haraka aliweza kumtambua Lisa, kwani anamtambua kama mke wa Ryan. Karibuni sana Bi Lisa. Kauli hii ya huyu mkurugenzi ilimfanya kidogo Lisa kutoa bastola yake katika pochi yake. Dokta, tunashukuru tumekaribia. Alizungumza hivyo Ghost na kufanya daktari kutoka ofisini hapo kwa haraka sana. Mara baada ya kufika ofisini kwake, alipiga simu polisi juu ya tukio hilo na askari wakaahidi kuweza kufika hospitalini hapo ndani ya muda mfupi. Mzee wangu, kwa kukuangalia naweza nikahisi wewe ni babake na Ryan. Ni kweli kabisa, hujakosea.
Ghosti alizungumza huku akitabasamu. Mkurugenzi huyo aliwakaribisha kwa kusema karibuni sana. Karibuni sana, lakini pia wewe ni mgombea wetu wa urais ajai. Kwa namna nilivyoangalia klipu zako kwenye mitandao, naona kabisa unafaa kuwa rais. Nashukuru mkurugenzi. Je, utanipa kura yako? Kukupa kura wewe ni lazima. Karibuni sana hospitalini kwangu. Naamini umemleta mkwe wetu kuja kujifungua. Mimi sikuja kwa hilo mzee wangu. Nimekuja kuuliza huyu mwanamke nitampata vipi? Kwa maana hiko alichokifanya amenibia mume wangu. Lisa alizungumza huku akiweka picha ya Vivian na Ryan juu ya meza. Mzee huyo ambaye ni mkurugenzi na ni rafiki wa mzee Max, Machale alimcheza. Kusema ule ukweli sitambui chochote. Hutambui? Hutambui nini? Ikiwa ametibiwa hapo hospitalini kwako afu unasema hutambui? Labda niulize rekodi zake. Nisikilize mzee mwenzangu. Kama hali unavyoiona ya mkwe wangu hapa, nimeshindwa kumzuia huko tulipopita kutoka kwa daktari aliyemleta hapa. Naamini unajua wanawake wakiwa kwenye hali kama hii jinsi wanavyokuwa. Ni kweli mzee mwenzangu, natambua. Basi mimi ningeomba ushirikiano wako, na chochote kitakachotokea naomba uweze kumvumilia binti yangu, kwa maana kwamba sio yeye hapo alipo. Sawa, acha basi nione ninafanya nini. Mzee huyo ambaye ni mkurugenzi akanyanyua pale mkonga wa simu na akapiga mapokezi. Akasema, nahitaji kufahamu rekodi za Vivian Pascal aliyetibiwa siku ya jana. Nitumie kwenye email yangu. Na malipo. Na kama kuna namba ya simu pia tupatiwe. Lisa alidakia hivyo kwa kuyazungumzia hayo. Mzee huyo akasema, nipatieni na rekodi zake za malipo. Mzee huyo baada ya kuagiza hivyo alikata simu hiyo. Kila mmoja alimtazama Lisa jinsi alivyokuwa anapumua kwa hasira. Lisa alikuwa na hasira kweli kweli. Okay. Wameshanitumia. Haya malipo yamelipwa kupitia benki ya Barclays iliyopo London, Uingereza. Hebu nione. Lisa alizungumza huku akigeuza kioo cha kompyuta hiyo iliyopo mezani. Akasoma maelezo hayo. Simu ya mezani ilianza kuita na mzee huyo ilibidi ipokee simu hiyo. Mkuu, askari wapo mlangoni kwako. Wanahitaji kuwakamata hao wahalifu. Ngoja kwanza na wageni. Mzee huyo akakata simu. Mzee huyo ambaye ni mkurugenzi akasema, jamani, naombeni niongee kidogo na mmoja wa vijana wangu. Mkurugenzi alizungumza hivyo, alinyanyuka na akatoka ndani hapo. Ghosti alirudisha simu yake mfukoni mara baada ya kusoma message iliyotumiwa na mlinzi wake iliyopo nje ya ofisi akimtaarifu juu ya uwepo wa makachero wa polisi waliofika hospitalini hapo na wapo nje ya ofisi ya mkurugenzi. Ghosti ilibidi amwambie Lisa ya kwamba Lisa, naomba hiyo bastola. Ghosti alizungumza hivyo, alichukua bastola kutoka kwenye kipochi cha Lisa na kisha kairudisha kiunoni mwake. Yaani amemlipia bed rest miezi mingi, yani mpaka pale atakapojifungua. Hata nitambua huyu mwanaume, labda hanijui vizuri. Lisa alizungumza hivyo huku akiwa na nakili namba 1 ya simu. Sasa huku nje mkurugenzi akawa anasema, jamani, mimi niko salama kabisa na mwanamke aliyepo huko ndani ni mjamzito, hivyo hakuna haja ya kumsumbua. Shida kubwa ni hasira tu kutokana na mume wake kumleta mwanamke mwingine hapa ndani ya hospitali yetu ambaye alikuwa ni mjamzito. Sisi tulipewa maelekezo kwamba umevamiwa na umetekwa. Hapana askari, huo ni uzushi tu. Na uzuri ni kwamba huyu binti alikuja hapa ni binti yangu, tena naimjua kwa kipindi kirefu, hivyo afande, hakuna tatizo kama hilo. Okay, sawa basi. Sisi acha tuondoke, na endapo kutakuwa kuna shida yote usisite kutufahamisha mkuu. Hakuna shaka, na ninashukuru pia kwa haraka wenu kufika eneo la tukio. Asante. Askari makachero 4 waliofika hospitalini hapo waliondoka, na hii ni baada ya kuhakikishiwa usalama. Huku ndani sasa, Lisa alikuwa anasema, baba, inaniuma. Nimfanye nini Ryan nimfanye nini ili aridhike? Yaani anamlipia kweli mwanamke bed rest hadi ajifungue. Baba, mimi naumia. Ndipo ghafla mkurugenzi akaingia ofisini hapo na kisha kakaa kwenye kiti chake huku akimtazama Lisa. Huyu mwanamke mimi lazima nimkomeshe. Nataka kuona sehemu alipolazwa.
Nataka kuthibitisha kwa macho yangu mimi mwenyewe. Lisa binti yangu, naomba japo unisikilize. Kwa hali yako hiyo, kwa sasa hupaswi kujihusisha na masuala kama hayo. Mwanaume kama ni wako tu. Hawezi kukukimbia. Asante mzee wangu, lakini sihitaji ushauri wako. Lisa alizungumza huku akitoka ndani hapo na kumwacha Ghosti. Sasa mzee mwenzangu, naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Usijali mheshimiwa, naelewa binti yuko na hasira. Okay, sawa basi, kazi njema na nashukuru kwa muda wako, lakini pia sapoti yako ni ya umuhimu sana kwenye uchaguzi. Usijali hilo mheshimiwa, limeisha. Kweli Ghosti akatoka ofisini hapo kwa huyu mkurugenzi. Walitoka nje na Lisa huku akiwa wameongozana na walinzi wao. Waliingia ndani ya moja ya gari na kisha wakaondoka. Lisa alionekana kusema, lazima nimuue. Lisa alizungumza huku machozi yakimwagika na kumfanya Ghosti azidi kujawa na furaha moyoni mwake, kwani hicho ndicho kitu pekee alichokuwa anakihitaji kitokee. Alikuwa anatamani sana kuona kwamba anatengeneza uadui, anatengeneza vita kati ya Lisa pamoja na Ryan. Msikilizaji, kwa upande wa pili, ndio ndugu yangu, I say, mkwe wako amevamia bwana hospitalini kwangu. Mkwe wangu nani tena? Mzee Maxi aliuliza kwa mshangao. Ni Lisa. Hivi imekuwaje kuwaje? Lisa akajua kwamba Ryan alimleta hapa hospitali nani? Vivian. Hebu ngoja kwanza. Mgonja, unataka kuniambia Lisa alikuja hapo? Ndio, amekuja na babake mkwe. Naamini ndio baba yake na Ryan. Yaani kweli. Basi amewaka kweli kweli huyo Lisa. Amemshikia mpaka silaha daktari wangu wa hapa kazini. Vijana wangu wa chumba cha CCTV kamera pia nao wameshikiwa mpaka na bastora. Yaani kama ingekuwa sio hekima yangu, basi sasa hivi mkwe angekuwa yuko polisi. Kwa maana hiyo Lisa amekuja na baba yake mkwe. Yupo tu. Ameongozana naye. Umemweleza chochote kuhusiana na mimi kuja hilo eneo? Maxi, sijamwambia chochote kuhusu wewe. Na ushukuru Mungu ile siku ulikumbuka kufuta zile rekodi za CCTV kamera zinazokuhusu wewe, ujio wako na jinsi walivyoweza kutoroka. Sawa Mgonja, mimi ninashukuru kwa kila kitu. Bwana, kweni makini bwana. Unajua kwa hali yake huyo Lisa hapaswi kabisa kuwa kwenye hali kama hii aliyokuwa nayo hivi sasa. Lisa amekuwa ni mkali, amekuwa na hasira kweli kweli. Usijali Mgonja, nashukuru sana. Sawa mzee wangu Max. Mzee Maxi alikata simu huko sasa akianza kuunganisha doti za kuanzia muda wa alfajiri, jinsi Ghosti alivyohitaji kuzungumza na Nadia peke yao ofisini. Mzee Max akajisemea, sasa naanza kupata picha kamili. Kweli bana, haukupita muda mrefu Max alishuhudia gari alizoweza kuondoka nazo Ghosti zikiingia ndani ya hiyo nyumba. Lisa alishuka bila hata ya kufunguliwa mlango na akaelekea ndani, kitu kilichomfanya mzee Max kuweza kumfuata kwa nyuma. Hey Lisa, ni nini shida? Mzee Max, sihitaji kuongea na mtu. Kichwa changu kinaniuma. Naomba nipumzike. Lisa alipomaliza kuyaongea hayo aliingia chumbani kwake, akaubamiza mlango kwa nguvu na kumfanya mzee Maxi amfuate Ghosti. Ghosti, kuna nini kinachoendelea? Unajua Lisa ametambua ukweli wa mwanamke wa kando wa Ryan. Amejua? Amejuaje? Ghosti alimtazama mzee Maxi na kisha alianza kupiga hatua na kumfanya mzee Maxi kumshika mkono na kumzuia. Ghosti, nini kinachoendelea? Mzee Maxi aliuliza kwa msisitizo. Ghosti akajibu, Maxi, kwa sasa hebu kwanza niache. Sijui ni nani amemtumia Lisa picha za Ryan akiwa na msichana wake,
na hospitali aliyokuwa amelazwa. Hivyo kila kinachoendelea sasa hivi naona ni mapicha tu. Kwa hiyo ni vema Max ukaniache nipumzike. Mzee Maxi alimtazama Ghost kwa sekunde kadhaa na kisha alimwachia, huku akijua fika kabisa yupo nyuma ya mpango huo. Ghost akaelekea chumbani kwake na kumwacha mzee Max akiwa kwenye hali ya maswali. Ryan, ninakupataje? Mambo yameshaharibika. Mzee Max aliwaza, kwani hadi wanaachana na Ryan hawakupeana namba za simu. Mzee Max ilibidi ampigie simu yule nesi. Niambia anaendeleaje? Salama tu mkuu. Jamaa yuko? Aliondoka toka asubuhi. Na okay, sawa. Mzee Max akakata simu huku akiwa na tafakari namna ya kumpata Ryan. Kwa upande wa Lisa, huku yeye alionekana kupiga namba ya simu aliyokuwa ameinakili kule hospitalini. Majibu aliyojibiwa yalimfanya zidi kushikwa na hasira, kwani alikuwa amejibiwa namba hiyo haipo. Inabidi sasa hakiki namba hiyo kama ni sahihi. Washenzi nyinyi, hamfai kabisa. Lisa alizungumza kwa hasira huku akitupa simu yake kwenye sofa na kujilaza chali, lakini mawazo ya namna jinsi Ryan alivyokuwa akifanya mapenzi na Vivian yalikuwa kimtawala kichwani mwake. Kweli Ryan wake anakwenda kupita na mwanamke mwingine na anamjaza mpaka na mimba. Hii ilimuuma sana Lisa. Msikilizaji, kwa upande wa Ghost, yeye alionekana kuiweka simu yake sikioni huku akiwa anasubiria ipokelewe. Ndio mzee. Binti ameshafika nchini Tanzania. Na sasa mpango wetu unakwenda kama vile tulivyopanga. Kama unaweza kupata namba ya Ryan ambayo ipo active ni vyema ukanipatia. Okay. Ngoja nikutafutie. Doka, sawa. Muda na sehemu tutakayoweza kumaliza mchezo nitakwambia mara baada ya Lisa kufanya mawasiliano na Ryan. Hakuna shaka. So nijiandae, si ndio? Ndio, jiandae na uhakikishe sniper wako, yani udunguaji, hawamkosi. Usijali mzee. Nitaweka kama sniper wengi kuhakikisha kwamba hatoki kwenye hili. Okay, sawa. Ghost alikata simu, na hii ni mara baada ya kumaliza kuzungumza na Nadia. Alijilaza chali huku moyoni mwake akijihakikishia kwamba mwisho wa Ryan sasa umewadia. Naam. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima. Naima alionekana kuvaa vizuri miwani yake kubwa, akatazama maandishi yenye rangi nyekundu kwenye kioo kimojawapo cha kompyuta yake yaliyoandikwa Missed Call 02. Namba hiyo iliyokuwa imepigwa simu walikuwa wameiweka katika mfumo ambao anayepiga simu anaambiwa namba hiyo haipo, na ni yeye pekee anayeweza kupiga simu ikaingia moja kwa moja kwenye namba hiyo ya Ryan. Hey, Ryan. Ryan alizungumza kwa sauti ya uchovu kwani bado alikuwa amelala. Hebu amka kidogo na swali. Niambie Naima. Hii namba yako umeitoa kwa nani? Kwa maana kwamba kuna namba imepiga simu mara mbili. Ryan alijifuta macho yake na kutazama kwenye laptop ya Naima aliyokuwa ameingia nayo ndani hapo. Nimekumbuka niliandika hospitalini pale nilipokuwa ninamwandikisha Vivian. Sasa kwa nini unapiga ikiwa wewe ulishamtoa hospitalini na huelewi chochote? Sijui. Hebu hiyo nitajie namba, nipigie. Naima akamtajia Ryan namba hiyo na akainakili kwenye simu yake kisha akapiga na kuweka loudspeaker. Yes, hello. Ryan alizungumza mara baada ya simu ya kupokelewa. Mwana haramu, wewe mwanaume malaya mkubwa, mbwa mmoja wewe. Ulijua sitojua kwamba una mwanamke anaitwa Vivian na ni mjamzito? Sasa nakwambia hivi, niko nchini Tanzania na ufanye tuonane kabla sijaweza kumkamata huyo malaya wako nikamua. Mpumbavu mkubwa wewe. Mwanaume gani usirizika? Mwanaume fedhuri beruri wewe. Lione kwanza. Ryan na Naima wote walishtuka, na hii ni mara baada kusikia sauti ya Lisa. Kabla Ryan hajajibu kitu, simu ilikatwa, wakabaki mdomo wazi, kwani surprise waliokuwa wamekutana nayo hawakuitarajia kabisa. Hivi nilichokisikia naota au ni serious au niko usindikizi? Eti Naima ndiko usingizeni? Ryan aliuliza huku akiwa anamtazama Naima usoni mwake. Sauti ni yake kabisa. Tanzania amekuja kufanyaje?
Usiulize tu Tanzania amekuja kufanyaje. Jiulize taarifa zako za kumpa ujauzito Vivian amezitolea wapi? Kwa babake. Atakuwa mzee Max nini? Kwa mzee Max hapana. Hapa kama sijakosea anasema kwamba hajamkamata malaya wako. Ingekuwa ni Max angeshampeleka sasa hivi Vivian huko, angekuwa yuko hoi. Inabidi unane naye. Ngoja kwanza Ryan. Naima alizungumza huku akikaa kitandani akatazama kamera za hospitalini. Unatafuta nini Naima? Hii namba si uliandikisha hospitalini? Utakuta ni lazima leo alifika hospitalini, na kama alifika hospitalini lazima tutamuona kwenye kamera. Hapo kweli umezungumza Naima. Angalia. Naima alimuonyesha Ryan jinsi Lisa alivyokuwa akiingia hospitalini hapo akiwa ameongozana na baba yake mkwe, yani Ghost. Huyu mzee hivi huyu mzee ana nini jamani? Kwa hiyo amemleta kwa makusudi mke wangu aje kumuonyesha kilichokuwa kimetokea, si ndio? Kwenye kumuonyesha hapo ni uongo, kwa sababu Ghost hii issue afahamu. Na kama amefahamu ameambiwa na nani? Na nani kama sio Max? Sikiliza Ryan. Max kwenye hili mimi namtoa, kwa sababu kama Max angekuwa sasa hivi Vivian angekuwa ameshapatikana muda mrefu sana. Naima alizungumza huko akimtazama Ryan. Ryan alikuwa na chekecha kichwa chake pale kwa mawazo. Ngoja nimpigie yule nesi. Weka loudspeaker. Kweli simu ikapokelewa. Ni mimi Ryan naongea. Habari yako mkuu? Salama. Nahitaji kuzungumza na mke wangu. Okay, dakika moja. Halo. Unaendeleaje mke wangu Vivian? Niko poa baby. Nakula kuku hapa kuchoma, yani amejazwa pilipili. Nashushia na mirinda nyeusi ya baridi, yani hadi raha. Okay sawa, nilihitaji kuweza kujua kama uko salama. Hapo Ryan akakata simu huku akimtazama Naima. Sasa ni nani aliyechomesha huu mchezo? Itakuwa ni Nadia. Naima alizungumza huku akitoka ndani hapo. Alielekea katika eneo analofanyia kazi huku Ryan akimfuata kwa nyuma. Unajua ulipofika hospitalini niliweza kumtuma kijana wangu awe GPRS kwa chini ya gari. Ngoja nifuatilie ni wapi walipita. Na okay sawa. Ryan akakaa kiti cha pembeni na kumtazama Naima jinsi anavyominyaminya kwa kasi batani za keyboard ya kompyuta. Walivyotokea hospitalini walienda mwelekeo huu ambao sio anapoishi. Alafu walipita uwanja wa ndege. Wakapita Gongo la Mboto. Gari kafika eneo hili hapa la Majoe. Majoe alienda kufanya nini? Ngoja niangalie kwenye hili eneo kuna nini. Naima aliendelea kuminyaminya pale batani hizo. Ikaja picha ya juu ya ramani inayoonyesha nyumba nyingi katika hilo eneo. Hebu jaribu kuzoom tuone. Rani azungumza na wakaona pale nyumba kubwa kifahari. Hebu zoom hili gari. Unajua hii ni gari aliyokuwa nayo mzee Max jana usiku. Ina maana kwamba walivyotoka hospitalini walikwenda kuonana na Ghost. Na mimi ni Ghost na Nadia ndio lopanga huu mchongo. Sasa hapo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba anahitaji kuvuruga ndoa yako. Lisa sikuamini, na asipokuamini na maana kwamba mahusiano yamevunjika. Na kwa jinsi Ghost anavyojisogeza kwa mke wako, maana yake ni kwamba anakwenda kumchukua mke wako. Mzee ni shetani nini? Na ndio maana amejiita Ghost. Akiwa na maanisha yeye ni mzimu ama shetani. Hisia zangu zinanituma kwamba endapo mtakutana we na Lisa, basi inaweza kawa ndo mtego wako na wakakuvuruga kabisa. Hebu itafute hiyo namba ya Lisa. Jaribu kuona amepiga simu kutokea wapi. Rani alizungumza huku akimkabidhi Naima simu yake. Haikuwa kazi hata dakika 2. Same location ni Majoe. Nahitaji kumweleza ukweli Lisa kwamba mtu aliyekuwa karibu yake anataka kuweza kuniua. Rani usio kama mpumbavu. Hivi sasa hivi umwambie Lisa ya kwamba eti mtu aliyekuwa karibu yake anataka kuue. Unadhani Lisa atakuamini? Ikiwa hili la wewe kuwa na mahusiano na Vivian ni mjamzito, hata hujaweza kulitatua.
Lisa hawezi kukuamini kwa chochote utakachomwambia kwa sasa. Sasa nafanyaje rafiki yangu? Hebu nishauri basi Naima. Lisa ni mke wako. Unamjua nje ndani. Ya ndio. Hata ingekuwa ni mimi ni mjamzito, alafu nakutana na hii hali, naamini ya kwamba ningekuwa nimekasirika. Hebu ona kule. Kumbe alienda mpaka chumba cha wanaoongozea kamera. Ryan alizungumza huku akimwonyesha Naima video inayoonyeshwa na CCTV kamera inayoonekana katika TV ya pembeni. Achana hizo video, rekodi zake zipo. Hebu tufikirie namna kuweza kumtuliza kwanza mke wako Lisa. Tumpe somo Lisa, na isitoshe mimba yake ilipofikia. Lisa hahitaji stress aina yoyote ile. Nisikilize Naima. Naweza nikakutana na Lisa? Au wewe basi ukakutana na Lisa? Mimi? Hapana bro. Hii show unatakiwa kuweza kuisimamia kama baba na kulitatua. Sisi wanawake ni wepesi sana kwenye kuelewa. Unaweza kumtuliza kwa namna yoyote yule. Yule ni mke wako. Ni muda sana sijaonana na Lisa. Bwana Ryan. Ebu usiwe kama mtoto. Makinika basi. Sawa. Niambie, mama ushauri. Nakusikiliza. Unajua hili janga ni la kwako. Alafu nakuona mwenzangu kama vile hauko nalo serious. Niko serious. Unajua sometimes naweza nikaa kama natabasamu na cheka kama mazuri. Yaani pindi unapofikiri kwamba babangu anataka kuniibia mke wangu, ndo bado nisielewi. Unajua baba siku hizi ni mapunguani sana, tena wa hali ya juu ujue. Ryan. Angalia usalama wa mtoto wako na pia afya ya mama. Unajua mawazo yanaweza kumfanya akajifungua mtoto ambaye hajatimiza muda wake, na hii itakuwa ni hatari endapo atajifungua kabla ya muda. Mtoto anaweza kupoteza maisha. Nimepata wazo. Wazo gani? Acha nipange naye sehemu ya kuweza kuonana naye. Najua atafika akiwa hajui mpango uliokuwa umepangwa. Ila nitakachokifanya ni mimi kwenda kuweza kumsubiria nyumbani. Kwenda kumsubiria nyumbani kabisa kwa Ghost. Kwa maana najua kabisa walinzi wake wengi watakuwa eneo hilo wakinisubiria kama mbuzi wa kafara vile. Hivyo una uhakika na hilo? Hilo lilipangwa na uhakika nalo? Nalo. Okay, sawa. Wazo zuri. Najua unaweza kuwahimili walinzi wake. Usijali Naima. Nitengee bila hata wao wenye kuweza kujua. Acha nimwandikie message ya wapi tukutane na hoteli gani. Hakuna shaka. Pia katika hoteli hiyo weka booking ya meza kabisa, ili kuzidi kuwavuruga wakiamini kabisa na kwenda. Muda ni saa 2 za usiku. Naima akajibu kwa kunyosha dole gumba kimaanisha kwamba amemwelewa alichokizungumza Ryan. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, Lisa kwa haraka akainyanyua simu yake na kufungua pale ujumbe wa message uliokuwa umeingia. Ujumbe ulisomeka, tukutane X Royal Hotel majira ya saa 2 za usiku mke wangu nakupenda. Lisa aliacha msonyo mkali huku akinyanyuka kitandani. Alitoka chumbani kwake hapo huku akiwa amevuta mdomo kwa hasira kweli kweli. Moja kwa moja kaelekea kwenye mlango wa chumba cha Ghost. Kabla hajagonga, Ghost alifungua ule mlango. Baba, ona huyu mpuzi alichoniandikia. Lisa alizungumza huku akimpa Ghost simu. Lisa anaonekana kumwamini sana Ghost. Ghost akaisoma message hiyo. Unajua, sijui huyu mwanangu Ryan amepatwa na nini. Baba, naomba unipeleke. Nahisi mimi nitamua mtu. Nitaua. Usijali, nitakupeleka mwanangu na tutakuwa tuna walinzi. Sawa baba, nashukuru. Nataka kumsikia Ryan kwa kinywa chake ya kwamba usijali. Ukweli wa mambo mwanangu utaujua mara tu utakapokutana naye. Sawa baba. Yaani unajua hata mimi nimeumia sana. Kweli Ryan ni wako kusaliti wewe? Kwa nini asingechukua tabia kama za kwangu? Mimi sijawahi kumsaliti mama yake. Enzi za uhai wa mama yake. Mimi ni mstaarabu mtulivu kabisa. Mimi nikipenda nimependa mimi. Kwa nini kijana wangu anakuwa hivi? Yaani imeniuma sana. Sasa hivi ni saa 12. Kwa hiyo ni vema ukajiandaa. Sawa baba. Lisa alielekea chumbani kwake na kumfanya Ghost amtazame kwa nyuma jinsi msambwanda wa Lisa ulivyokuwa unatingishika. Ghost aliingia ofisini kwake na kisha akamuita mlinzi wake mkuu kwa kumtumia ujumbe wa message. Mlinzi yule akasema ndio mkuu.
Ghost akasema, una vijana wangapi ambao hawafungamani na vijana wa Mzee Max? Mkuu, kama 30 hivi. Tuma vijana 15 wakafanya upelelezi kwenye hoteli ile ya X Royal iliyopo Mbezi Beach, na uhakikishe kwamba wanajiandaa kwa mashambulizi, kwa maana kwamba Ryan anakwenda kukutana na mke wake pale kwenye ile hoteli. Sasa ni wakati wa sisi kumuondosha kwenye dunia. Sawa mkuu. Na uhakikishe kati ya vijana hao 2 wawe masniper wenye uwezo mkubwa sana. Sitaki wamkose Ryan kwenye hili. Yaani kwenye hili Ryan inabidi ayage dunia. Sawa mkuu. Lakini kumbuka, operation hii ni ya kimya kimya. Sawa mkuu. Mlinzi huyo akatoka na kwenda kuwapatia maelezo vijana waliopo chini yake, na wakaondoka eneo hilo wakiwa wamejiandaa kikamilifu. Saa 2 katika hoteli ya X Royal ya Mbezi ndipo wanapokutana. Okay, nashukuru kwa taarifa. Naamini vijana wako watafanya kazi kikamilifu wakisaidiana na vijana wangu. Usijali mzee, kila kitu tunakiweka kwenye uangalizi. Okay, nashukuru. Ghost mara baada ya kuzungumza na Nadia alishusha pumzi na akatoa picha moja inayomwonyesha Ryan akiwa na Vivian. Akachora pale alama ya X juu ya picha hiyo, akiashiria kwamba leo ndio siku ambayo Ryan anakwenda kuiaga dunia. Kwa upande mwingine, Mzee Max alionekana kumuuliza mlinzi wake huku akimtazama usoni ya kwamba hawa wanakwenda wapi hawa? Mkuu, hakuna anayejua. Mzee Max alitamani kwenda chumbani kwa Lisa, ila akaheshimu alichukua maelezo ya kwamba hahitaji kuzungumza na mtu yoyote. Mkuu, au niwafuatilie? Hapana, mimi nitajua nini cha kufanya, usiwafuatilie. Mzee Max alizungumza huku akitoa simu yake mfukoni. Vipi? Alipiga? Ndio. Ila alizungumza na mkewe. Hujampatia maagizo? Ilikuwa ni haraka. Na namba aliyotumia nilipojaribu kupiga inadai kwamba haipo. Wameifunga. Sawa. Mzee Max akakata simu. Ghost, mchezo unaoanzisha utaweza kufanikiwa. Utakugharimu sana. Mzee Max alizungumza kimoyo moyo, kwani yeye na rafiki yake huyo kila mtu ameanza sasa kufanya mambo yake nyuma ya pazia bila kushirikishana. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Rosie akizungumza huku akimwonyesha mkuu wake Nadia picha ya hoteli hiyo ya nyota 5. Akamwambia mkuu, hili ndio jengo la X Royal Hotel. Nadia akasema, unajua Ghost amesema kwamba vijana wake watakwenda pale kuifanya kazi, ila sisi inabidi twende kivingine. Nadia alizungumza huku akiwatazama mabinti wa rembo 7 waliokuwa wamesimama mbele yake. Mtu tunayekwenda kupambana naye ni hatari, muuaji mwenye kasi, muuaji mwenye mbinu na ana uwezo hali ya juu. Tusipokuwa makini tunaweza tukafa hata sisi wenyewe. Nadia alizungumza kisha kakaa kimya kwa sekunde kadhaa. Aliminya batani moja ya TV ikaonyesha video ya Ryan jinsi alivyokuwa akipambana na maninja hospitalini. Kila binti aliyeshuhudia alishusha pumzi kwa wakati wake, kwani mtu anayekwenda kupambana naye ni chuma haswa, yani haswa. Hiyo mnayoiona kwenye TV ni sura yake ya bandia, ila sura yake halisi ni hii hapa. Nadia akamwingizia kila mmoja kwenye simu yake picha ya Ryan yenye sura yake halisi. Ni handsome kweli kweli. Ana sura ya upole fulani hivi. Udhaifu wake ni kupenda wanawake. Hivyo hata kama anakutana na mwanamke wake, mnaweza mkajirahisisha mbele yake. Tunaelewana? Ndio mkuu, walijibu kwa pamoja. Vaini vizuri na mpendeze kuliko siku zote, kwani tutakuwa eneo hilo hilo ambalo atakutania na mke wake, na kila mmoja atakuwa kwenye meza yake. Au mnaweza kuwa wawili. Kumbukeni ni jasusi mwenye uwezo wa kumsoma mtu. Nadhani tumeelewana? Ndio mkuu. Nadia alitoa ishara ya wasichana wake hao kutawanyika, na kweli wakatawanyika. Nadia akamwita Rosie. Rosie, utakuwa na mimi leo. Leo ndio siku ya kwenda kumsambaratisha huyu mpumbavu, na si yeye tu, hadi mke wake. Niliapa na nitaendelea kuapa. Yeyote ambaye atatembea kimapenzi na Ryan,
basi nitamuua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Hivyo swala la kumuua mke wake Ryan, hilo nitalifanya mimi mwenyewe, ili apate uchungu kama ule nilokuwa nimepata mimi pale aliponiulia ndugu zangu kule Ujerumani. Nadia alizungumza kwa msisitizo uliomfanya Rosie kumtazama kwa sekunde kadhaa bila kuzungumza chochote, kwani endapo atamuua Lisa, basi mahusiano yao wanayotaka kwenda kuyaweka baina yao wao Scorpion na mzee Ghost basi atavunjika na vita mpya itaibuka kati yao, yaani Scorpion pamoja na Ghost. Itakuwa ni vita nyingine mpya endapo tu Nadia atakwenda kumuua Lisa. Nisikilize mkuu, mimi nashauri usimuingize Lisa kwenye hii vita. Kwa nini? Utavuruga hata mpango ambao Scorpion wamepanga kwa ajili ya kushirikiana na Ghost. Kwa hiyo Rosie, unataka kusema tumogope Ghost? Ghost ni nani kwenye hii nchi? Sisi tuna historia, na historia si tu ndani ya hii nchi, hata dunia nzima. Tunaweza tukamfanya chochote na popote atakapokwenda. Ghost ni mdogo sana kwetu. Kama ni urais, tunaweza kumsimamisha mtu mwingine na akapita vile vile. Nadia alizungumza kwa ukali. Ni ushauri tu mkuu na kushauri. Lisa tungeachana naye, tudili na Ryan. Rosie alizungumza kwa sauti ya upole na kumfanya Nadia kumtazama kwa macho makali, kisha akaelekea chumbani kwake kujiandaa kwa ajili ya kazi iliyopo mbele yake. Baada ya maandalizi, wakagawanyika pale katika timu 4, huku wakiondoka na gari tofauti tofauti. Mbona unaangalia kwa kuibaiba? Sijapenda au mimi sijapendeza? Nadia alizungumza huku akimtazama Rosie. Rosie akasema umependeza mkuu. Nashukuru. Unajua siku nyingi sana sijavaa gauni refu. Yaani hapa najiona kama vile nimevaa sijui kitu gani. Umevutia kisawa sawa mkuu. Naamini wote tunasikiana vizuri Nadia alizungumza huku akiwa ameshika sikio lake ambalo kwa ndani alikuwa amevaa earphone inayomwezesha kuwasiliana na wasichana wake wote, huku sikio lake hilo likiwa limefunikwa na nywele zake ndefu. Wakamjibu ndio mkuu, tunakusikia. Nadia akasema tuhakikishe tunakuwa macho na tunamuua Ryan kila mmoja, na mimi nimeiona picha yake. Wakasema ndio mkuu. Nadia akasema sawa. Basi wakafika hotelini hapo, huku wakiwa wamepishana kwa dakika kama 3 mpaka 5, na kila mtu alikuwa amejitenga sehemu ambayo anaamini endapo Ryan ataingia hotelini hapo watamwona kwa urahisi. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza kwa kusema kamera zote za hoteli hiyo nimeshazidukua. Naima alizungumza huku akimtazama Ryan. Ryan alikuwa amevalia koti lake la kininja ambalo ni gumu kweli kweli, lililokuwa limetengenezwa kwa ubora wa hali ya juu. Ryan akasema hebu zoom counter nione. Naima kweli akazoom kwa ukaribu picha ya mhudumu wa kiume katika counter. Huyu jamaa nimemwona wapi huyu? Mbona kama sura yake sio ngeni? Ni mlinzi wa Ghost huyo. Naima alijibu huku akimtazama Ryan usoni mwake. Hapo ndipo Ryan akasema okay, sawa sawa. Kwa hiyo ameshatanguliza machao wake ili kufanya mauaji. Huyu mzee mpuuzi sana huyo. Naona leo anakwenda kukugombania kama mpira wa kona ndugu yangu. Kwa nini unasema hivyo Naima? Tazama huyu mwanamke aliyevalia gauni jeusi lenye kuwaka waka. Mwangalie. Naima alizungumza huku akimonyesha Ryan hiyo video. Huyu si Nadia huyo. Nilijua tu. Na yuko peke yake. Wamekuja Shazi na wasichana wake. Naona wamegawanyika kipuzi, mnaona? Wamekaa kizembe kweli yani. Sasa ndo hawatoniona. Hebu ngoja kwanza Ryan. Unataka kwenda kwa Ghost, alafu unakwenda kumpeleka mke wako wa ndoa mikononi mwa huyu changu doa ambaye yeye ndiye amepanga hiki unachokiona hapa. Unawaza nini kilini mwako? Lakini anaweza kumuua mke wangu. Sio kwamba anaweza kumuua mke wako, atamuua mke wako. Unahisi kwamba hana maumivu kwa ulichokifanya kwa wale mademu wake kule Ujerumani? Shit. Sijui kwa nini hilo sikuliona. Mpigie simu Lisa na umsitishe safari yake. Okay, sawa. Ryan akapiga simu kwa Lisa kwa mara ya kwanza. Ikaita kidogo na ikakatwa. Akapiga kwa mara ya pili ikakatwa. Ryan akasema mbona simu napiga inakatwa? Kwa nini? Sijui. Au labda atakuwa amekasirika. Hata kama ila sio kwa kukukatia simu. Huenda kuna tatizo. Maybe labda mpigie mzee Max. Nitaje namba yake. Naima alimtajia Ryan namba ya mzee Max na akampigia, na kwa bahati mbaya
simu ya mzee Max ilikuwa ipatikani. Mwanangu, umependeza sana. Nashukuru baba, ila nahitaji silaha. Silaha tena ya nini? Wewe naomba tu bastola niweke kwenye pochi yangu. Ghost alimtazama Lisa kwa sekunde kadhaa na kisha alimkabidhi bastola yake ya ziada. Lisa alichoma pale magazini ya bastola hiyo, akahakikisha risasi zipo za kutosha na kisha akachomeka magazini hiyo kwenye bastola na kisha kaiweka ndani ya pochi yake. Ngoja kwanza, naenda kujisaidia haja ndogo, Lisa alizungumza huku akimkabidhi Ghost kipochi chake na akarudi ndani. Simu ya Lisa ilianza kuita. Ghost alitoa ndani kipochi hicho, akaitazama namba hiyo, akakata. Ikapigwa tena, akakata na kisha kaizima kabisa simu hiyo na kuiweka mfukoni mwake. Baada ya dakika 6, Lisa alirudi. Waliingia ndani ya gari na wakaondoka na msafara wa gari 3, huku gari 2 zikiwa na walinzi binafsi wa Ghost. Sasa mlinzi wa mzee Max alipoona msafara unaondoka akasema, mkuu, hivi Ghost amekuaga kweli? Huyo alikuwa ni mlinzi wa mzee Max. Alimuuliza mzee Max, na hii ni mara baada ya kuingia chumbani alipokuwa mzee Max. Mzee Max akasema, hapana, sijaagwa mimi. Basi ametoka na mkwewe. Wamesema wanakwenda kula chakula cha usiku. Wanakwenda kula wapi? Hajasema. Aliniambia nisikusumbue kama umelala. Mzee Max alichukua simu yake aliyokuwa ameiweka chini ya mto. Simu imezima chaji. Hebu naomba hiyo chaji yangu hapo. Mlinzi huyo alichukua chaji iliyopo juu ya meza na kisha kamkabidhi mzee Max. Unajua hii toka yake hii ni hatari sana. Asihisi ya kwamba makamu wa rais ameondoka na wale maninja, basi labda usalama wake uko vizuri. Ila mkumi na wasiwasi. Wasiwasi wa nini wewe? Unajua wale vijana wake walipoondoka jioni hawakurejea mpaka muda huu. Na hisi hao vijana wake watakuwa wamekwenda kuandaa mazingira ya eneo wanaloelekea sasa hivi. Vipi mkuu, tuwafuatilie? Hapana. Sisi tutabaki hapa nyumbani. Waambie vijana wengine waimarishe tu ulinzi. Sawa mkuu. Mlinzi huyo akatoka na kumwacha mzee Max peke yake chumbani. Mzee Max akanyanyuka na kuingia bafuni, akaoga na kisha karudi chumbani. Aliwasha simu yake iliyokuwa imeingia chaji 12%. Aliona missed call 2, akazifungua na kuona namba ngeni. Alijaribu kuipiga, ila kwa bahati mbaya namba hiyo ilikuwa haipo. Ina maana Ryan alinipigia. Ghafla uliingia ujumbe wa message, akaufungua kwa haraka. Ujumbe ulisomeka, kama upo karibu na Lisa, mzuie haraka sana asiende kwenye hiyo hoteli, kuna maadui zetu. Nadia amepanga kumuua. Meseji hiyo ilimshtua sana mzee Max. Akataka kutoka ndani hapo kabla hata hajavaa suruali. Akakumbuka kuvaa suruali yake kwa haraka akavaa, akatoka ndani hapo. Hebu tufuatilie kwa haraka sana gari za Ghost. Mkuu, kwema kweli? Wewe twende bwana, unauliza kwema ili uweje? Mzee Max alimwambia mlinzi wake na kweli wakaondoka nyumbani hapo. Mzee Max alipiga simu ya Ghost, iliita kwa muda na kisha ikapokelewa. Ghost akasema, Max, naona unanipigia. Unaelekea wapi Ghost na huyo binti ese? Tunaelekea kupata chakula cha usiku. Vipi kwani? Mnakwenda hoteli gani? Yaani kwa nini? Mbona maswali yanakuwa mengi? Ninakuuliza tu. Hebu sikia Max, mimi niko salama na nina ulinzi wa kutosha, hivyo usiwe na wasiwasi wa aina yoyote. Tutaonana nikirudi nyumbani. Hapo Ghost akakata simu, na sio tu kukata, alizima kabisa ili kuondoa usumbufu. Ghost na vijana wake walifika katika hoteli hiyo kubwa kifahari. Walinzi wake wakashuka, wakamfungulia pale milango yeye na Lisa na wakashuka ndani ya gari. Wow, unajua umependeza sana mkwe wangu. Ghost alizungumza huku akimshika mkono Lisa na akamsifia kwa mara ya pili. Lisa lilivyokuwa jinga likaitikia asante baba pasipo kujua kwamba anawindwa. Basi wakaongozana na timu hiyo ya walinzi mpaka eneo la mapokezini. Naamini kuna meza yangu imeandaliwa. Lisa alizungumza hivyo. Mhudumu akasema, Mr. and Mrs. Ryan, karibuni sana. Mhudumu huyo alizungumza huku akitabasamu. Sasa Ghost akasema, no, mimi sio Mr. Ryan. Nimemleta mkwe wangu kukutana na kijana wangu. Vipi kijana wangu ameshafika? Mhudumu akasema, hapana, hajafika bado, ila kama ni hivyo basi Mrs. Ryan tunaweza tukukaribisha mezani. Nashukuru. Baba, je, mimi nitakuwa eneo jingine. Kikubwa nahitaji tu mfurahi vijana wangu.
Ghost kweli alimwachia Lisa mkono na akaongozana na mhudumu mpaka ghorofa ya 4 na akaonyeshwa meza iliyokuwa imeandaliwa vizuri kwa mapambo pamoja na mishumaa iliyokuwa imewekwa kwenye glasi na kufanya eneo hili kuwa na mwanga hafifu, huku taa za eneo hilo zilikuwa zina mwanga mdogo sana. Labda utatumia nini Mrs. Ryan? Naomba maji pamoja na ndimu. Sawa, kuna shaka. Mhudumu huyo kweli akaondoka kwa ajili ya kwenda kuletea hivyo vitu. Mkuu, Lisa ameshaingia na yupo kwenye meza yake. Mmoja wa vijana wa Nadia alizungumza. Nadia akasema mfuatilieni kwa umakini. Huyo ndo ndege mdogo sana. Tumsubirie ndege mkubwa. Nadia alizungumza huku akiwa ghorofa ya 2 akiwa anapata kinywaji taratibu. Ghost na walinzi wake wawili wakasogea hadi kwenye kaunta ya vinywaji eneo la bar. Usalama upoje? Ghost alimuuliza mhudumu huyu wa kiume ambaye ni kijana wake. Mhudumu huyu akasema usalama upo vizuri mkuu. Hakuna tatizo la aina yoyote. Okay, sawa. Ila mkuu, nimemwona mpambe wa Nadia. Yule pale Rose. Usijali, tupo nao kwenye misheni moja. Mtu wetu tunayemhitaji ni mmoja tu. Sawa mkuu. Naam, msikilizaji. Kwa upande mwingine, tunapata kumwona Ryan akizungumza na Naima kwa kumwambia Naima, nipe status, kunaendeleaje? Ryan alizungumza huku akizidi kuongeza mwendo wa pikipiki yake na kwa mara kadhaa alikuwa ameepuka ajali za kugongwa na magari. Naima akasema, Nadia, Ghost na watu wao wapo ndani ya nyumba na mke wako naye yupo ndani ya nyumba. Mungu wangu, tunafanyaje sasa? Sijui Ryan, yaani watu wa Ghost wapo kila sehemu na ni ngumu sana kumsogelea Lisa. Shit, ese nimezingua. Wakimgusa haki ya Mungu mimi nitawaua. Haki ya Mungu nakwambia nitawaua wote. Rani alizidi kusonga mbele huku hasira ikiwa imemtawala vibaya mno. Msikilizaji, kwa upande wa pili huku tunapata kumwona mzee Max akizungumza. Nahitaji unitafutie sehemu ya mwisho ya simu ya Ghost alipiga akiwa yuko wapi. Mzee Max alizungumza huku akiwa amekwama kwenye foleni. Kijana wake akamwambia sawa mkuu. Alafu kuna nini? Mbona gari zitembei? Mkuu, hata mimi sijui. Hebu nenda kauliza huko mbele. Mzee Max alizungumza kwa kioo amekasirika. Mlinzi alishusha pale kioo. Ese, mkuu kuna nini? Dereva alimuuliza muuza korosho mmoja. Muuza korosho akasema hakuna puzi bana. Wamechubuana hivyo, wana kazi ya kugombana hapo, wanasubiria trafiki apite. Jibu hilo lilimfanya mzee Max kufungua pale mlango wa gari lake. Alishuka. Akaanza kupita katikati ya magari hayo yaliyokuwa yamefungamana. Akafanikiwa kufika eneo la tukio ambapo kumejaa watu. Akatazama huyo aliyekuwa analalamika kuhusu gari lake kuchubuliwa na mwendesha pikipiki kubwa hivi. Hivi kupiga rangi huu mkoche wako ni bei gani? Mzee Max aliuliza hilo swali. Jamaa akasema mzee vipi wewe? Wewe unaingiliaje matatizo ya sokusu? Mzee Max akachoma bastola na kumfanya mwenye gari ndogo kunywea. Akasema upuuzi wenu unauzia watu wengine. Ingia kwenye gari lako haraka kabla hata sije kufuma ubongo wako. Mzee Max alizungumza kwa msisitizo na kuwafanya madereva wa gari hizo mbili kuingia ndani ya magari yao na kuondoka na kumfanya mzee Max kuanza kuziongoza gari zilizopo kwenye foleni ili ziweze kuondoka. Ilifika gari yake akafungua mlango na kuingia kwa haraka na kuondoka. Akaipokea simu yake. Ndio halo. Mkuu, signal inaonyesha alikuwa maeneo ya Mbezi Beach na eneo hilo lina hoteli moja inayoitwa X-Roy Hotel. Hapo mzee Max akakata hiyo simu. Akamwambia dereva wake, "Hebu wahi haraka iwezekanavyo X-Roy Hotel." Sawa mkuu. Dereva wake huyo alizidi kuongeza mwendo wa gari yake kuweza kuwahi kufika katika hoteli hiyo ya kifahari. Msikilizaji, kwa upande wa Ryan, yeye alionekana kufunga breki za pikipiki yake katika geti la hoteli hiyo na kuwafanya walinzi wawili kutoka kwenye kibanda chao cha ulinzi na kumtazama mtu ambaye walisikia tu sifa zake ya kwamba anaitwa Black Ninja. Walinzi hao wakabaki kutazamana. Kisha mmoja alionekana kumenya button ya geti hilo na taratibu geti hilo likafunguka na kumfanya Ryan kuiendesha pikipiki yake kwa kasi mpaka eneo la maegesho ya magari na kisha kwa haraka akashuka. Moja kwa moja Ryan akatembea mpaka kwenye lifti. Alipandisha ghorofa ya 4, akatoka ndani ya lifti hiyo, macho yake yakatua kwa Lisa ambaye alikuwa anaendelea kunywa maji taratibu kabisa. Hey, Ryan, kuna sniper upande wako kulia. Kuwa makini, kwa maana ameshakuweka kwenye target.
Sauti ya Naima ilisikika vizuri sikioni mwa Ryan na kumfanya Ryan ashushe pumzi taratibu, kwani anachokwenda kukifanya ni kuchinja wapuzi wote waliopo ndani humu ambao lengo lao ni kumuua yeye. Sasa naye anataka kuwaua wao. Je, atafanikiwa? Ryan akatembea mpaka kwenye meza aliyokuwa amekaa Lisa, na kwa bahati nzuri kiti kilichopo wazi kipo pembezoni mwa ukuta, hivyo sniper waliokuwa majengo mengine hawawezi kumwona Ryan sehemu alipokuwa amesimama. Samani, kuna kitu gani unachokifuata? Au kuna kitu gani unachokitafuta? Lisa alizungumza huku akimtazama ninja aliyekuwa amesimama mbele yake. 3, 2, 1, go. Sauti ya Naima ilisikika vizuri masikioni mwa Ryan. Umeme katika eneo zima la hoteli na karibu na eneo hilo ulikatika. Ryan kwa kasi akazima pale mishumaa yote ilipo mezani mwa Lisa. Alivunja kioo kikubwa cha dirisha kubwa, akatoa kifaa kidogo cha duara chenye kamba ngumu na imara kweli kweli. Alifunga kamba hiyo kwenye nguzo moja iliyomo eneo hilo, na kisha akafunga kifaa hicho kiunoni mwake, akakibana kisawa sawa. Watu wakiwa wanaendelea pale kudua wasijue nini kinachoendelea, alimnyanyua Lisa aliyekuwa amesimama kushangaa kukatika kwa umeme. Kwa kasi Ryan akaruka dirishani huku akiwa amemshikilia Lisa kwa mkono mmoja kiunoni mwake, huku mkono mmoja wa Ryan ukiwa umeshikilia kamba hiyo. Lisa alipiga kelele, na hapo ndipo Ghost na watu wake wakajua kwamba Lisa tayari ameshatekwa, kwani hawakutarajia Ryan aje akiwa katika mavazi hayo aliyokuwa amevalia. Lisa alizidi kupiga kelele. Ryan akatua chini kwa miguu yake miwili, lakini muda huo bado Lisa alikuwa anaendelea kulalamika ya kwamba niache. Lisa alikuwa anazungumza huku akijitahidi kutoka mikononi mwa Ryan, ila Ryan alimpiga katika shingo yake upande wa nyuma. Lisa pale alizima. Mlio wa risasi ndipo kamshtua Ryan na akajua kwamba sasa mambo yameshaharibika. Kwa haraka sana akakimbia mpaka ilipokuwa pikipiki yake. Shit. Ryan alitukana. Naima akamuuliza, vipi? Ninambeba vipi kwenye pikipiki akiwa amezimia? Kwani kuna gari hapo? Risasi ziliendelea kurindima kuelekea eneo alipokuwa Ryan. Ilibidi Ryan avunje kioo cha gari moja wapo iliyokuwa pembeni yake, akamlaza Lisa siti ya nyuma, huku mambo yote hayo akiwa anayafanya kwa haraka vibaya mno. Akakaa kwenye siti ya udereva, alivuta pale nyaya mbili chini ya usukani wa gari hilo aina BMW. Akazigusanisha nyaya hizo, gari kakubali katekenyeka ikawaka. Kwa kasi akaondoka eneo hilo, huku tairi za nyuma zikiwa zinasereleka tu. Mwateni, mlinzi wa Ghost alizungumza huku akiwa amechanganyikiwa. Mkimbizeni, ni yeye, lazima afe. Nadia naye alitoa amri kwa vijana wake. Wakakimbilia kwenye magari yao, walianza kumfukuzia huku vijana wa Ghost nao wakimfukuzia kwa nyuma. Hakikisha hamumpotezi, Ghost alizungumza huku akimwambia dereva wake alikuwa anazidi kuendesha gari yake kwa kasi kuhakikisha kwamba leo wanamkamata Ryan ambaye yuko speed vibaya mno, na sio kumkamata, leo wanamuua Ryan. Mkuu, hizi gari zinazotupita ni za Ghost. Mlinzi wa mzee Max alizungumza hivyo, na hii ni mara baada kupishana na gari karibia 12 zikiwa zinakimbiza gari moja. Mzee Max akasema, geuza, unasubiri nini? Mzee Max alizungumza na kumfanya mlinzi wake kugeuza gari hiyo kwa kasi mno, na wakaanza kuzifukuzia gari hizo kwa nyuma. Kunja kulia, barabara hiyo haina foleni. Naima aliendelea kumpa maelekezo Ryan huku akiendesha drone iliyokuwa inafuatilia magari hayo yanayoendelea kumfukuzia Ryan. Ryan alinyanyua pale handbrake huku akikunja sukani huo kuelekea kulia na kuifanya gari hiyo kusereleka kwa kasi ajabu mno. Akakunja kona hiyo kwa kasi vibaya mno, akashusha pale handbrake, akaendelea na kasi ya gari hiyo. Madereva wa gari zinazomfukuzia Ryan, ikawa lazimu kupunguza mwendo wa gari zao ili kukunja kona hiyo ya ghafla aliyokuwa ameikunja Ryan, na hapo ndipo akafanya kosa kubwa mno, kwani kwa mwendo aliyokuwa anatembea nao Ryan, kitendo cha wao kukanyaga tu brake, kumkamata ilikuwa ni majaliwa. Kushoto, umewacha mita 300. Naima aliendelea kuzungumza na Ryan akakunja kona hiyo kwa kasi ajabu mno, huku gari ikiumba mara 2 ikakaa sawa, kisha ikaendelea na safari. Nielekea wapi Naima? Nyosha, zidi kupoteza. Ndio sawa. Ryan akatazama kwa pembeni na kuziona gari hizo. Bana kulia, kuna kauchochoro. Ryan kweli aliona uchochoro, akaigeuza kwa kasi gari na kuirudisha nyuma, akaingia kwenye uchochoro huo, afu akazima taa.
Hazikuisha dakika 2, gari zinazomfukuzia zikapita fum pum, yaani zikapitiliza wakati alikuwa amebana tu pembeni. Wapi ameelekea? Ghosti alizungumza kwa kihema kweli kweli, akitazama msafara wa gari hizo zilizopo nyuma yake. Hebu tugawanyike, wengine waende kushoto, wengine waende kulia. Ghosti alizungumza huku akiwa wapo kwenye njia panda. Gari zikagawanyika huku watu wa Ghosti na watu wa Nadia wakiongozwa na Nadia mwenyewe. Gari zikagawanyika. Hebu simama. Naam, yeye mzee Maxi alizungumza hivyo hatua chache kutoka eneo la Ryan alipokuwa amejificha. Ryan, kuna gari imesimama na hizo amekuona. Ryan akaishika bastola yake vizuri tayari kwa kumshambulia yeyote ambaye atamzingua. Hebu simama hapa, hakikisha hakuna gari inayorudi. Sawa mkuu. Mzee Maxi akashuka ndani ya hiyo gari. Ryan, ni Maxi. Anahitaji nini sasa? Sijui. Kweli mzee Maxi akatoa pale kitambaa cheupe na kukinyosha juu huku akisogelea eneo Ryan alipokuwa ameficha hiyo gari. Ryan naye akashuka huku akiwa amejificha kwenye kichochoro hicho. Unahitaji nini wewe mzee? Lisa yuko salama. Ndio yuko ndani ya gari. Oh, asante Mungu. Sasa unakwenda kumfanya nini? Ni mke wangu. Hilo swali la kuniuliza nitamfanya nini? Yote hayo ni juu yangu na sio wewe. Naamini ya kwamba unajua ni mjamzito. Najua, kwa unahisi ya kwamba nitamdhuru mke wangu? Hapana, ila napaswa kuwa katika hali ya uangalizi. Naelewa. Sasa hivi sio muda wa kuzungumzia hayo. Siku mwema. Rani akarudi kwenye gari akamtazama Lisa aliyekuwa amemlaza siti ya nyuma. Akamkalisha pale na kumfunga mkanda vizuri, kisha kaiwasha gari na kuondoka na kurudi alipokuwa ametoka. That is my boy. Mzee Max alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu usoni mwake. Akarudi ndani ya gari. Mkuu, ni nani yule? Rani amefanikiwa kumchukua mke wake. Ase, kumbe hizi kimbia sote tunamkimbiza yeye. Ndio, hawakuelewa tu mtu anayekimbizana naye kwenye gari ni mtu aliyefuzu mafunzo yote hadi ya uendeshaji wa gari, tena kwa viongozi wa ngazi za juu wa kiserikali. Ase, hebu nipeleke nikaendelee kulala na usingizi wangu. Alichokitafuta umeshakipata. Msikilizaji, kwa upande wa Ryan ilionekana kupunguza mwendo taratibu wa gari. Alipunguza mwendo hapo baada ya kuiona nyumba wanayoishi na Naima. Naima akafungua pale mlango unaoruhusu gari kuingia katika maegesho yaliyopo chini ya ardhi, na taratibu Ryan aliendesha gari hilo hadi katika maegesho hayo. Wow, bro, you did it. Nice job. Bila wewe, damu za watu wengi sana zingemwagika leo kutokana na upuzi wa mjinga mmoja. Ryan alizungumza huku akiwa anafungua mlango wa nyuma wa hiyo gari. Akamtoa pale Lisa, akambeba hadi chumbani na kumlaza kitandani, ikiwa bado amezima vile vile. Wow. Mama kijacho, tumbo lake limekuwa. Neema alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu. Miezi 7 hii. Yeah. Sasa kwa namna ile nilivyoendesha gari, kweli mimba yake haijaleta shida kweli? Mimi sio daktari, siwezi kujua. Ile mwenyewe pia si daktari huyo. Akiamka kama ataonesha dalili zozote atatuambia. No. Kiukweli moyo wangu hauna amani Naima, mpaka afanywe vipimo. Usiwe na wasiwasi kwa sasa. Jua tu kwamba inabidi apumzike hadi akizinduka, basi mambo yote yatakuwa kwa sawa daktari. Maskini mke wangu. Angejua kwamba anatumika wala hata singekubali kuweza kuja Tanzania. Usijali, huwezi jua Mungu amekusaidia nini kumleta huko. Na inaweza kuwa ndio umemtoa kwenye hatari zaidi ya ile ambayo ilikuwa iko mbeleni. Sitaona jinsi mtoto alivyonona wewe. Mzee alishaanza kummezea mate ujue. Rani alivua pale nguo zake za kininja na kisha taratibu akambusu Lisa shavuni mwake, kisha akatoka ndani hapo. Naima akaitazama namba ya usajili ya gari alilokuwa amekuja nalo Ryan. Pikipiki nimemtuma kijana kwenda kuichukua na nimempa kodi namba ya kuweza kuiwasha. Na okay, sawa, jambo la heri. Hii gari ya jamaa mmoja hivi anaitwa Dr. Mark Luciano. Ndio mtu aliyomwibia gari yake.
Naima alizungumza kwa akisoma maelezo yanayopatikana kutoka kwenye namba za usajili wa gari hilo mara baada ya kulitafuta katika tovuti ya serikali inayojishughulisha na masuala ya usajili wa namba za magari. Na ni daktari wa watoto pia. Namba yake ya simu ipo. Ndio. Ina gari kiasi gani gari? Unataka kumrudishia pesa? Ya, sisi sio wezi. Tumetumia gari yake kama msaada. Kumrudishia ikiwa kwenye hali hii sio vyema, ni heri tukamtumia tu pesa kanunua gari nyingine. Vipi Naima, mbona unanitazama hivyo? Nawaza huo moyo Ryan umeutolea wapi? Naima, kwani mimi na moyo ukatili kiasi hiko? Tunafanya yaliyo sahihi. Hivyo kama ni daktari wa watu, tumemwibia gari yake, arudishiwe. Na ukiangalia ni gari ya gharama. Uwezi jua amehenyeka miaka mingapi hadi kuinunua hiyo gari. Pengine ilikuwa ni gari ya ndoto yake. Na ukiangalia ni toleo jipya kabisa. No, ni toleo la 5 la BMW. Hizi ni M3. Bei yake hii hapa. Naima alizungumza kwa kimgeuzia Ryan laptop. Hebu mpigie. Nimpigie simu? Kwani kuna kumpigia nini? Namaanisha mpigie simu. Okay. Sawa. Naima alipiga simu na kumkabidhi Ryan. Halo. Ryan alisikia sauti ya kiume ya daktari huyo huku akisikia sauti nyingine za mahojiano. Ninaongea na Daktari Mark? Ndio, samahani, sipo kwenye wakati mzuri wa kuzungumza. Niko kituo cha polisi, kama unahitaji huduma piga basi simu ofisini kwangu. Shida yangu sio hiyo. Ni nini sasa? Najua gari yako imepotea. Usishtuke wala usishangae. Na upo kituo cha polisi kama ulivyosema. Kwenye akaunti yako ninakuingizia $75,000. Ununue gari nyingine, kwa maana kwamba niliondoka na gari yako. Hivyo imenisaidia sana na sio vyema nikarudisha ikiwa imeharibika. Naima alinyosha pale kidole gumba kimaanisha ameshatuma pesa. Daktari, nahisi umeipata pesa. Mimi si mtu mbaya. Nilitumia tu gari yako kwa dharura kuokoa maisha ya mke wangu. Bwana, imeingia bwana. Nashukuru sana. Asante sana. Usiku mwema. Rani akakata ile simu. Amefurahi. Najua polisi walihaha sana kujua namba imeingia kutokea wapi. Maana kule imeenda private number. Vizuri sana Naima. Unafanya kazi nzuri sana. Na uzuri ni kwamba nimepokea simu kutoka kwa jamaa moja hivi anaitwa Uncle Jay. Analalamika kwamba akaunti yake watu wanataka kuweza kumwibia ya YouTube akaunti yake ya simulizi. Kwa hiyo anataka uweze kuwashughulikia wale wezi wote. Acha utani. Niko serious. Okay, tumalizane kwanza na hili. Kisha nitadili na la kwake. Okay, vizuri. Acha mimi nikakae na mke wangu. Ili akizunduka asipate wasiwasi sana. Okay, poa. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, baada ya kuzunguka kila kona ya Dar es Salaam kumtafuta Ryan, Ghost aliwasha simu yake huku macho yakiwa yametawaliwa na hasira kali. Simu ya kwanza kuingia ni kutoka kwa Nadia. Sasa ndo nini sasa kilichotokea? Unalaumu nini ikiwa mkwe wangu ametekwa? Hebu kuwa na heshima wewe binti. Ghost hapo alizungumza kwa kufoka kidogo. Oh, sasa hivi unanifokea, si ndio Sasa nisikufokea wewe kama nani? Hebu acha upozi wako bwana. Umri wako hata haumfikii Ryan. Unataka nikunyenyekee? Sinaga mimi nidhamu za uoga. Au sina upumbavu kumwogopa binadamu. Tumepanga mission, nimemweka mkwe wangu mtegoni. Mwisho wa siku mimi ndo nimepoteza. Wewe ni nini hasa ulichokipoteza? Ikiwa Lisa nilimshikilia kama karata yangu ya Ryan asiniwinde, ingekuwa sio kuniletea taarifa zako, sasa hivi nisingekuwa mimi kwenye majuto kama haya. Okay. Sawa. Nimekubali kosa. Nisamee. Sasa tunafanyaje? Hayo ndio mambo ya kuzungumza. Nahitaji vijana wako wafanye kazi kwa kina, na mimi vijana wangu wataendelea kufanya msako jiji zima, na naamini Ryan atakuwa humu. Okay, sawa. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba tunampata. Okay, nashukuru. Siku mwema. Nawe pia. Ghost alikata simu huku akitazama geti la nyumba yake likifunguliwa. Taratibu gari alizoambatana nazo zikaingia ndani ya geti hilo.
Alishuka bila hata ya kumwongelesha mtu chochote. Alimkuta pale mzee Max akiwa amekaa sebuleni. Akajibwaga kwenye moja ya sofa. Vipi, Lisa yuko wapi? Mbona uko peke yako? Mzee Max aliuliza kana kwamba hajui chochote, na ndipo Ghost akasema, wewe acha tu. Ryan amemteka Lisa kwenye mazingira kutatanisha. Na tumejaribu kumfukuzia ila hatujaweza kufua dafu. Yaani hapa nimechanganyikiwa. Sijui hata nifanye nini rafiki yangu. Kukiri kwa Ghost kushindwa kumlinda Lisa kulimfanya mzee Max kufurahi ndani kwa ndani, kwani sasa hivi Ghost atakuwa sasa ameshapata fundisho la kuweza kufanya maamuzi ya kukurupuka. Mwisho wake huwa inagharimu uchungu na majuto. Si alikurupuka, acha kimpate. Sasa Ghost, unajua unanichanganya. Imekuwaje hadi Ryan amteke Lisa? Na Ryan alijuaje wewe unapokwenda? Ngoja bwana nikapumzishe kichwa changu, na mimi nikiamka naweza nikawa na akili mpya. Okay, sawa. Ghost alisimama na kuelekea chumbani kwake huku akiwa amechoka kwa mawazo. Naam, msikilizaji. Majira ya saa 8 za usiku, Lisa alionekana kufumbua macho yake yalikuwa yamejawa na ukungu. Alimtazama mtu aliyekaa kwenye sofa na akamtambua ni mume wake. Akatazama mazingira eneo hilo. Alijishika tumboni na kugundua kwamba mimba yake ilikuwa iko salama. Ryan, Lisa aliita kwa sauti ya uchovu na kumfanya Ryan kufumbua macho kwa haraka mno, kwani alipitiwa na usingizi utokanao na uchovu. Hey baby, umemkaje? Nipo wapi hapa? Upo eneo ninaloishi. Hey, wifi, umeamka? Karibu sana nyumbani. Naima, yani mimi wifi yangu. Niambie unataka kula nini? Uji wa ulezi, mayai, maji, juice, Naomba unikorogee uji kama ulivyokuwa unanipikia kule house. Usijali, hapo umefika. Ila unajisikiaje? Nipo vizuri. Nasikia mtoto anacheza. Okay, vizuri. Kaka Ryan, acha mimi nimwandalie wifi yangu uji. Naima alitoka chumbani hapo na taratibu Ryan akakaa kitandani pembeni ya Lisa. Naona mwanangu anaendelea vizuri. Hebu niache. Lisa aliutoa mkono wa Ryan uliotaka kumshika tumbo lake. Ebe mke wangu, kosa langu nini kubwa kwako? Sasa hivi ujui, si ndio? Ningekuwa ninajua mke wangu nisingeweza kukuuliza, kwa maana naona umenikasirikia. Umekuja nchini Tanzania hujaniambia, mpaka nakosa amani kwa kweli. Ryan, mimi sio mtoto mdogo hadi unidanganye kirahisi namna hiyo. Tambua mimi ni mtu mzima na nina akili zangu timamu. Ulizani kwamba siwezi kutambua kwamba una mwanamke anaitwa Vivian na umempatia ujauzito, na jinsi ulivyokuwa huna maana ukaamua kabisa kwenda kumkatia full VIP huduma bed rest. Kweli umetuacha mimi na mwanao South Africa, kila siku tunakuombea, kumbe wewe huku kazi yako ni kutia tu wanawake. Nakuuliza, baada ya mimi kuweza kumlipia, nini kingine ulichoweza kukwambia? Nini? Nataka niendelee kukusikiliza story yako uliweza kutengenezewa na yule shetani ambaye unamwamini kwamba ni mtu mzuri kwako, ila alikutumia wewe kama chambo ili aniue mimi. Kwa sasa hivi wewe umeamua uje umsingizie baba ambaye anafanya kila liliwezekanalo mimi mwanao na familia yangu tuishi maisha mazuri. Hiyo ndio shukrani ambayo unampatia tena baba yako. Kweli Ryan, umefikia huko? Siamini kama umebadilika kwa kiasi hiko. Yaani baba anataka kukua wewe damu yake? Hapana kwa kweli. Sikiliza, usitake kuweza kupotezea kesi yako kwa kuanzisha mada nyingine. Unanielewa wewe? Okay. So, alikuita nchini Tanzania ili kuja kuweza kukwambia nina mwanamke anaitwa Vivian, si ndio? Sijui nimempa mimba, sio manake, si ndio? Yeah. Na ananipenda mno baba.
aone mimi naendelea kuteseka kwa ajili ya upumbavu wako unaofanya. No. Upumbavu kupigana vita ambayo hata familia yako pia ilishindwa kupigana, si ndio? Usiingize familia yangu kwenye hili. Tena shika adabu yako Ryan. Unanisikia wewe? Umalaya ufanye wewe, alafu unaingizia familia yangu hao. Usiniletee habari za kipumbavu mimi, habari kama za Manara na Zailisa. Upo mpuuzi nini? Naima akafungua pale mlango huku akiwa na bakuli la uji. Oho, nimekuja wakati mbaya kumbe. Asante Naima, uweke tu hapo nitakunywa. Naima kaweka bakuli la uji mezani huku akimtazama Ryan na Lisa jinsi walivyokuwa yani wote walikuwa na hasira. Samani Lisa, naomba niongee jambo ambalo litaleta afya kwenye penzi lenu. Mimi nimemjua Ryan kwa kipindi kirefu sana, toka nilipokuwa chuoni hadi nilipoingia shirika la X, na alikuwa ni boss wangu kwa sababu ya cheo chake. Ila tulitokea kuelewana kwa miaka yote ya utendaji wetu wa kazi serikalini hadi kosa la mwisho lililopelekea mimi na yeye kuuawa. Tulifanya hilo kosa pamoja. Mimi nilipoepuka vipi kifo na kujulikana ya kwamba nimekufa, nitakueleza siku nyingine. Ila ninachokizungumzia hapa ni kwamba wewe ndo mwanamke pekee ambaye Ryan anampenda. Wewe ndo mwanamke alidiriki kukutafuta kila sehemu ili mradi akupate. Kwenye hii issue ambayo inaendelea hivi sasa, kwanza nikwambie jambo moja, ukae ukijua sisi hatufanyi kazi na Ghost wala Max kwa kipindi kirefu sana. Unajua sababu nini? Hapana, sijui. Kwa sababu walitaka kumuoa Ryan. Kwa sababu Ryan anashirikiana na yule mwanamama anayeitwa Judy. Ryan amekuwa zaidi ya ndugu kwenye maisha yangu. Ninamwamini kwa 100%, na yeye ananiamini mimi kwa 100%. Na hata kama ikitokea swala la kufa, naamini kila mmoja yuko tayari kufa kwa ajili ya kuweza kuyalinda maisha ya mwenzake. Naima, issue ninayozungumzia hapa ni kuhusiana na Vivian. Kwa nini ampe mwanamke mwingine mimba ikiwa najua mimi mke wake ni mjamzito? Ngoja dakika moja na kuja. Naima alitoka na baada dakika karudi akiwa na laptop. Nisikilize wifi yangu Lisa. Dunia sasa hivi teknolojia imekuwa kwa kiwango cha hali ya juu. Naweza nikakutengenezea mtu akaonekana kama wewe kwenye picha au video, ili mradi tu kumchafua mtu. Sijui unanielewa? Ngoja nikuoneshe picha. Mwanaume ambaye amebadilishwa sura yake na kuwekwa sura ya Ryan ni huyu hapa. Naima akaonyesha pale picha aliyoiondoa sura ya Ryan na kuweka sura ya mwanaume mwingine. Kuanzia kwenye picha mpaka video za CCTV za hospitalini zinaonyesha kwamba mwanaume huyo akiingia hospitalini hapo akiwa ameongozana na Vivian. Ryan mwenyewe kwanza alijawa na mshangao kwa mautundu aliokuwa ameyafanya huyu Naima. Ryan alichoka. Hilo kimtazama unaweza kuona ni Ryan, ila sio Ryan wa kweli. Haya, umeona hii issue? Inawezekana watu wanatoa sura ya mtu na wanaweka sura ya mtu mwingine, na tukio linaonekana limefanywa na mtu mwingine. Picha ulizoonyeshwa za Ryan akiona Vivian sijui anakwenda hospitalini mwanamke mjamzito, sio Ryan, ila ule mtu alitengenezwa aonekane na sura kama ya Ryan. Naima, sasa ilikuwaje hospitalini walithibitisha kwamba Ryan yeye ndiye mhusika wa ile mimba? Nisikilize wifi yangu Lisa. Kila siku huwa tunapenda kuwa hatua moja mbele ya adui yetu, na ikiwezekana hata hatua mbili. Na ndio maana Ghost na Mzee Max wanahaa sana baada ya kupoteza vichwa hivi viwili. Yaani mimi pamoja na Ryan. Wanahaa sana kutupoteza sisi. Kwanza tuliweza kugundua kwamba kuna mtego kama huu ambao unaandaliwa na Ghost akishirikiana na huyo msichana. Huyu wa nyuma kama nilimwona hotelini. Yes. Tunakwenda taratibu, utatuelewa tu Lisa. Huyu wa kwanza anaitwa Nadia. Huyo ndo mkuu msaidizi wa Scorpion. Scorpion ambayo inaongozwa na mama yake. Huyu hapa anaitwa Rosie, ni mlinzi namba 1 wa Nadia. Jana walikuwa wako full team kuhakikisha wanamuua Ryan. Jamani, ndo ukweli ndo ujue huo. Lisa alizidi kulainika kwa story ya Naima. Ryan ambaye muda wote yuko kimya. Ryan alikuwa anamtazama Naima jinsi anavyomsomesha somo Lisa. Yaani mpaka Ryan mwenyewe akakubali kudadeki. Na ilikuwa so Ryan tuafe, ila mpango wao hadi wewe wangekuwa. Kwa nini sasa waniue?
Kisa kipo hivi, nisikilize Lisa vizuri. Ryan aliua timu nzima ya huyu dada anaitwa Nadia nchini Ujerumani. Hilo tukio lilitokea siku waliovamia nyumbani kwa mzee Max ili wamkamate mzee Max na wamue mzee Max, kwa maana mzee Max alikuwa anajua siri nyingi mno za Scorpion. Oh, ndiyo. Kwa hiyo jana ilikuwa ni kwamba walishaandaa karamu, wewe na Ryan mngetolewa sadaka huku Ghost akishuhudia. Hapo kwa Ghost bado sielewi. Utaelewa tu, kila jambo linakwenda taratibu Lisa. Ilibidi niandae mpango wa kumpanga kwanza daktari wa kwanza wa kike, kwamba atakapoambiwa aliyehusika na ujauzito wa Vivian ni Ryan aseme ndio. Na pia niliongea na mkurugenzi wa hospitali na alikubaliana nalo, na nilimpa mkanda mzima unavyoendelea, na pia tulimonyesha picha yako in case kama ungetaka kwenda hospitalini hapo kujihakikishia kwamba ni kweli Ryan alikuwa hapo hospitalini hapo, na Mungu alivyokuwa ajabu, wewe ulikwenda wewe na Ghost. Sasa unajua nini with Naima? Nataka kujua, mlijuaje kama nipo nchini Tanzania? Hapo Naima akaminyaminya batani zake na kuonyesha video ya jinsi Lisa alivyokuwa akishuka uwanja wa ndege, na video hiyo hata Ryan mwenyewe hakuwahi kuiona. Yaani hata yeye mwenyewe Ryan hapa kinachoendelea alikuwa anapata ni surprise. Lisa, sasa naamini umepata jibu la swali lako kwa ufasaha. Wifi, nimekuelewa. Hivyo huyu mpuuzi huyu alikwenda nyumbani kwa Ghost na kumjaza maneno ya sijui wewe vimepanda vimeshuka, alafu hebu tazama hii video. Naima kaeka video inayomonyesha Nadia na Rosie wakiingia kwenye chumba kilichokuwa amelazwa Vivian. Hii ilikuwa ni majira ya saa 10 usiku. Walikuja hospitalini hapo, ila niliwabana ndani ya chumba hicho kwa kuwekea bomu. Naima aliminya batani moja na mazungumzo kati ya Rosie na Naima yakaanza kusikika, akimkanya asiendelee kumfuatilia Ryan kwani atawaua endapo akirudia. Lisa mpaka hapo kwanza alishusha pumzi, akaanza kupata amani moyoni mwake. Haya, wifi yangu Lisa, umesikia vizuri eh? Ndio. Hivyo walimframe Ryan kwa lengo la kukuvuruga wewe. Ukimwacha mume wako basi mkweo anakuchukua wewe. Sijakuelewa Naima. Lisa, wewe ni mtu mzima. Mwanaume anayekutaka kimapenzi utamjua. Na ndio maana Ghost mbele yako anaishi kama vile malaika, ila nyuma ya pazia anahitaji kuweza kumuua mwanae ili akuchukue wewe. Hapo kwenye kunitaka kimapenzi hapana Naima. Na kwenye swala la kumuua Ryan hapo bado sijawaamini. Kwenye ila Vivian nimekubali, wamemframe mume wangu. Kwa sababu najua mimi Ryan ananipenda, hawezi kuwa na mwanamke mwingine. Sikiliza, kama utuamini, rudi kwa huyo babako mkwe, nenda kakae naye. Alafu fanya upelelezi wako. Alafu utajua nini ambacho tunachokuambia hapa. Hapo Ryan alizungumza kwa hasira. Ryan, usiongee kwa hasira, kumrudisha kwa Ghost hiyo ni hatari zaidi. Alafu mimi siwezi kuondoka kwake kwa sababu wazazi wangu, mdogo wangu na mwanae wapo kwa Ghost. Sasa naondokaje kwa Ghost? Lisa alishusha pumzi taratibu. Na isitoshe, siwezi kukaa mbali na Cleopatra ikiwa wewe unaweza kuzurura duniani huko na usijue mwanao anaendeleaje. Wifi, hebu kunywa kwanza uji, mwili upate nguvu. Rani, hebu kwanza kapunge upepo huko nje. Naamini ukirudi akili yako itakuwa inafikiria mambo ya maana. Rani akatoka ndani hapo bila hata kuzungumza chochote. Naam. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumuona Ghost alimruhusu aliyekuwa anagonga kuingia chumbani kwake aingia, akamwambia ingia. Samahani mkuu kwa kukuamsha. Mlinzi namba 1 wa Ghost alizungumza hivyo. Ghost akamwambia zungumza na kusikia. Mkuu, kuna askari mmoja amenidokezea kuhusiana na mtu aliyeibiwa ile BMW tuliyokuwa tunaikimbiza, na akanipatia namba yake kwa maana kwamba alikwenda kutoa maelezo polisi. Niliweza kumfuatilia mhusika na nilimkuta hotelini pale. Nilizungumza naye na amenieleza kwamba mtu aliyemwibia gari lake alimpigia simu kwa private number, akazungumza naye na akamuingizia kiasi cha $75,000 kwa ajili ya kuweza kununua gari nyingine. Ina maana Ryan ana pesa nyingi kama hizo tena za kugawa tu bure. Ndio mkuu. Na pia tulifuatilia GPRS iliyofungwa kwenye lile gari. Cha kuchangaza, GPRS hiyo imepotelea kwenye ile barabara ambayo tulikuta njia panda. Baada ya hapo
Gari haikusoma ni wapi ilipoelekea wala ipo. Na pia mkuu, niliwahoji walinzi waliokuwa getini. Wakasema Ryan alifika hotelini pale akiwa na pikipiki ambayo hakuna anayejua ni wapi imekwenda, kwani hakuna CCTV camera iliyorekodi tukio la pikipiki hiyo kuweza kuondoka eneo hilo. Inaonyesha Ryan sasa ameshajitengenezea wigo wa kuwa na kundi kubwa la watu. Ndiyo mkuu. Je, mlifuatilia simu ya Lisa na kujua ni wapi ilipo? Ipo humu chumbani kwako mkuu. Shit. Niliiweka mfukoni nikitegemea nimeizima. Hebu itoe kwenye huo mfuko wa suruali yangu. Mlinzi huyo akaitoa simu hiyo kwenye mfuko wa suruali. Ipo ni mkuu. Inaonekana kwamba imejiwasha. Ghafla simu ya Lisa ilianza kuita na kumfanya Ghost kutazamana na mlinzi wake huyo. Alipokea simu hiyo ambayo namba ya kioo chake ilikuwa imeandikwa private. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ryan anazungumza, na hii ni mara baada ya kuingia ndani hapo, baada ya kukaa nje kwa takriban kama dakika 30 hivi. Akasema, jamani, nimepata wazo. Wazo gani? Lisa aliuliza. Baby, simu yako iko wapi? Hata sikumbuki. Ngoja niipige. Ngoja kwanza. Unaipiga ya nini? Lisa aliuliza hilo swali. Najua lazima Ghost ataweza kuitrack namba ya Lisa, kujua ni wapi alipo. Hivyo kama ni mtu ameiokota pale hotelini, ni lazima watamkamata na kumpa shida. Lakini ngoja kwanza niitafute. Usipige kwanza. Aliyesema hayo Naima. Hazikupita dakika 2 akasema simu ipo Majoe nyumbani kwa Ghost. Basi ngoja niipige. Ryan alipiga simu hiyo na kweli ilianza kuita. Kweli ikapokelewa. Hello mke wangu. Ryan alizungumza hapo kwa sauti yake halisi kabisa, na alifanya hivyo makusudi. Hivi wewe Ryan, unahisi unaweza kunifanyia mimi upuuze, si ndio? Kwa naongea na nani? Ryan aliweka simu hiyo loudspeaker. Unaongea na mwanaume anayejua majukumu yake kwa Lisa. Sasa nikwambie, kama nimekukosa kukua safari hii, safari nyingine usizani kama nitakukosa. Sasa ole wako umdhuru Lisa, nitahakikisha kwamba kichwa chako ninakuchinja mimi mwenyewe, na sitojali kama wewe ni damu yangu. Nadhani umenielewa wewe mbwa. Ghost alizungumza kwa hasira kali na kumfanya mpaka Lisa atokwe na macho, kwani hakutarajia kuyasikia maneno hayo kutoka kwa baba yake mkwe ambaye anampenda na kumchukulia kama baba mkwe bora kwenye ndoa yake. Balaa hili. Kumbe unaongea na mzee Ghost. Sikiliza mzee wangu, hii ni namba ya mke wangu, na mbona umeipokea wewe? Mke wangu yuko wapi? Ryan aliendelea kumzingua mzee wake tena kwa kejeli, na alizidi kumkera kweli kweli Ghost. Nimekuambia labda nisikukamate wewe, nitakuua. Mzee wangu, hebu tuzungumze mambo ambayo ni serious bwana kidogo. Najua unanipenda na huna mtoto mwingine zaidi yangu mzee wangu. Sasa endapo utaniua, si utabaki huna mtoto mzee mwenzangu, Nisikilize Ryan. Mimi sina uadui na wewe kabisa, na ninakupenda kweli kwa sababu wewe ndio kijana wangu wa pekee. Ninaipenda familia yako, mke wako, wajukuu zangu, wakwe zangu. Mimi sina tatizo nao. Kama ningehitaji kukuua wewe, ningekuua toka ukiwa kijana mdogo. Natambua haupo kwenye njia moja ya kisiasa. Tupo kwenye njia tofauti. Hivyo kama hutojali, rudi nyumbani, achana na watu ambao ukishawatumikia watakutupa. Usiamini wanasiasa, hususan wale ambao umekutana nao tu kubwani. Wanatumia uwezo wako kufikia malengo yao, na mwisho wa siku wakipata mafanikio yao, wewe hutokuwa kitu kwao. Hapo Ghost alizungumza kwa sauti ya upole na yenye busara ya hali ya juu, mara baada ya mlinzi wake kumwambia kwa ishara mazungumzo hayo yanasikilizwa na inawezekana Lisa akawa eneo hilo na akamsikia upuuzi wake. Ryan akamtazama Naima, ambapo mwanzoni walishaamini wamemwingiza Ghost kwenye mtego, ila amefanikiwa kuweza kuutegua mtego wao. Rudi tuishi kama familia. Huko ulimwenguni hakuna jema. Binadamu ni wabaya sana kijana wangu. Mimi ni baba yako. Nimeona mengi. Niliwaamini sana marafiki zangu tena wa muda mrefu, ila mwisho wa siku waliwaua wazazi wako, akiwemo mama yako. Wakamuua dada yako,
ukabaki wewe mwenyewe. Ila ni uwezo wa Mungu tu ndio uliosaidia hadi sasa hivi mimi niendelee kuwa hai. Mtazame mke wako Lisa. Sawa? Unaweza kusema Lisa ni mwanamke ambaye umekutana naye tu kubwani, anaweza kuendelea na maisha yake mtakapoachana. Je, Cleopatra anastahili haya maisha unayompatia? Najua mimi sikuwa bora kwa kukuacha wewe mwenyewe kipindi chote kwa cha kumwacha Max ya kule. Ila ukweli ni kwamba nilipambana kutafuta mali hizi zote si kwa ajili ya kupotelea tu kwa watu. Ni wewe uje kuwa mrithi wa mali zangu. Makampuni makubwa na uwekezaji mkubwa niloweka. Vyote nani ataweza kuvirithi ikiwa watoto wako watakuwa bado ni wadogo? Acha kujiwekea maisha yako hatarini mwanangu. Njoo nyumbani, nikutakia usiku mwema. Hapo Ghost akakata simu. Hapo mkuu, umemweza huyo. Hata kama Lisa alikuwa anasikiliza hayo mazungumzo, umewakata loki. Mlinzi wa Ghost alizungumza na kumfanya Ghost atabasamu, kwani alichokitaka kuweza kukiendelea kukizungumza. I say, kingekuwa ni kibaya. Ni bora sasa hivi alivyozungumza amecheza na akili ya Lisa. Ona sasa. Mzee watu alivyokuwa na roho nzuri. Mnamsingizia kwamba alitaka kukua. Huyo ndiye mtu ambaye anataka kukua kweli mume wangu. Umefikia hadi kumsingizia babako mzazi. Aise, sio jambo zuri mume wangu. Upande wa Lisa ndo alizungumza hivyo huku akimtazama Ryan na Naima ambao ulikuwa kwa kimya tu. Sikiliza mke wangu. Huyo mzee ni mwigizaji mzuri sana. Kwa hiyo ametuigizia hapa Hivi mume wangu umekuaje? Okay, sawa. Umekwenda kumsaidia nani? Yule Judy. Vyombo vyote vya habari vikakutangaza wewe ni gaidi. Niambie. Nini ulinufaika nacho? Leo baba anakwenda kugombania urais, uona kwa mpinzani wake. Hivi hata kama ni wewe ni mzazi. Leo Cleopatra anaungana na mshindani wako. Mtoto uliyemlea kwenye shida na raha, utajisikiaje? Lisa alizidi kuchachamaa. Ila baba anataka kuniua. Najua mke wangu huwezi kuamini kwenye hili. Siwezi kuamini. Yaani niamini nini? Hata mimi nilipokuwa na hasira na uchafu uliokuwa umesingiziwa, nilitaka kuwaua wewe na huyo malaya mwenzako. Na nilipokuja kujua ukweli, hasira zangu zimeisha. Ona sasa hivi tuko hapa tunaongea. Mtu akisema anataka kukua, tena kiwepo kwenye hali ya hasira, hamaanisha kwamba hakupendi. Hususan kwenye familia. Niambie, umeoa watu wangapi? Wengi. Kwenye hao watu wengi, umeshawahi kufikiria kumuua mwanao au unaweza kumuua mwanao? Achilia mbali kuniua hata mimi, mama wa mwanao. Je, umeshawahi kuwazia jambo kama hilo? Huwezi kumuua mwana ndugu wako, mwana familia yako, unamuaje? Baba hawezi kukuua Ryan. Lisa alizidi kuchachamaa na kumfanya Ryan akae kimya. Kama unashindwa kuua watu wanaokupenda, basi tambua baba yako naye pia hawezi kukua kwa sababu anakupenda. Sisi wazazi wengi wa Kiafrika kusema nitakupiga hadi nikuue ni kawaida. Kama uko kuchapwa, mimi na mdogo wangu Linda, baba alikuwa anatuchapa mpaka anasema atatua. Leo hii tupo hapa. Je, ametua? Swali la Lisa likawafanya Naima na Ryan wakae kimya. Vita yetu ni sisi na makamu wa rais na familia yake pamoja na wanaoshirikiana naye, ila sio kwa babako. Unajitahidi sana kuisambaratisha familia yako kwa mikono yako wewe mwenyewe Ryan. Labda nikuulize swali moja mume wangu. Ikitokea nani yule mama yule akapata urais? Anaitwa nani yule vile nani? Judy sijui. Akipata urais, wote wananufaika na nini? Na babako akaukosa urais. Je, babako akipata urais, watoto zake ambao kwa sasa ni mimi, wewe, labda na Monica, tutanufaika na nini? Kwenye maisha ya wanao watajengewa historia gani? Watajivunia kuona babu yao mzaa baba ni rais wa Tanzania. Au alikuwa ni rais wa Tanzania. Sasa wewe umeambatana kushika bango kupigana vita ambazo hujui chanzo ni nini, na hata kama baba anakuzuia au kuzuia, ni anafanya kama mwanae tu. Anaumia kama mzazi kuona wewe unakimbia familia yako na kwenda kuunda familia ya mtu mwingine. Hilo jambo ni baya sana. Sasa hivi huwezi kuliona hilo wala kuligundua hilo, ila huwezi jua maumivu anayopata mtu anayepitia, hususan kwenye swala la upweke wa familia. Inaumiza kwa kiwango cha hali ya juu. Sasa okay, Ryan, maamuzi ni ya kwako kurudi kwenye familia yako au kwenda kupigania familia za wengine. Mimi yangu ni hayo tu, ila kumbuka
nitaendelea kusimama na babako kwa sababu alinipokea nilipokuwa sina pa kukimbilia. Tena shukrani kwa Naima hapo. Bila yeye kumwambia baba, leo hii mimi na wewe tungeendelea tu kimbizana tu huko mabarabarani. Leo hii tungekuwa bado ni kama vile wakimbizi. Na hii mimba ingekwaje? Unajua mke wangu, sio najua Ryan. Familia kwenye maisha ndio kila kitu. Kuna wakati kweli wana familia wanapishana. Wewe sio wa kwanza na wala hautakuwa wa mwisho kukosana na babako. Hilo ni jambo la kawaida sana kwa familia kugombana. Wewe rudi kwa baba, mpigie goti, atakusamehe. Unapojiingiza kwenye mambo ya familia nyingine, familia ambazo hazikuhusu, elewa hilo. Unaitenga familia yako. Nadhani tunaelewana mume wangu. Okay, sawa. Yaani unataka eti huko baadaye nije niwahadithie wanangu eti baba yenu aligombana na babu yenu kasababisha babu yenu kukosa urais. Hivi watajisikiaje kwa mfano? Watakuchukuliaje wewe? Kesho asubuhi nirudishe kwa baba. Nilikwambia ili tuonane ni lazima unihakikishie umemua makamu wa rais. Ahadi yangu iko pale pale. Haya, yakina Vivian sijui nani, sina wakati kuweza kuyasikiliza. Mwanangu anahitaji utulivu wa hali ya juu. Nimebakiza muda mchache sana kuweza kujifungua. Hivyo nahitaji kupumzika kwa kiwango cha hali ya juu. Okay, sawa. Ryan alijibu kwa upole huku akimtazama Lisa usoni mwake. Kikubwa jilinde tu. Usipate matatizo kwa maana ya kwamba kifo chako hakuna anayeweza kukivumilia tena mimi na mwanao Cleopatra ambao kila siku iendayo kwa Mungu tunakuombea. Okay, sawa. Nahitaji kupumzika, sijisikii vizuri. Wifi yangu Naima, saa 2 asubuhi naomba uniamshe. Okay, sawa. Ryan na Naima wakatoka ndani hapo. Ila Ryan, unajua alichokizungumza wifi yangu Lisa ni sahihi. Yaani kipi ni sahihi? Wanafamilia unajua kugombana ni jambo la kawaida. Ila lazima linapokuja swala la kuungana, muungane ili kuweza kusimamisha jina la familia. Kama mimi ningekuwa na familia, naamini aliyokuhusia mke wako leo ingekuwa na maana kubwa sana kwako. Naima alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Ryan. Familia yako ni mimi Naima. Hivyo usijihisi mnyonge kwenye hilo. Sawa, Ghost ni babangu, ila amenikosea na kunifanya kuwa adui kwake. Siwezi kurudi na kumsujudia kamwe. Hata aje malaika kunihubiria, siwezi. Hadi pale nijue ambapo atakuwa amebadilika. Ulipata nafasi ya kukaa naye na kumsoma ni mtu aina gani? Ryan alijibu kwa kutingisha kichwa, akimaanisha hajawahi kupata muda mzuri wa kukaa na Ghost na wakazungumza kwa kina na kumjua kiundani. Unajua leo Lisa amenifundisha kitu kimoja ambacho sikuwahi kukielewa kwenye maisha yangu. Kitu gani? Matamanio. Sijakuelewa. Utanielewa. Ipo hivi, kila binadamu kwenye maisha yake ana matamanio. Matamanio ambayo yanamfanya apambane na chochote kinachokuja mbele yake, ili mradi tu kuweza kufika kwenye yale malengo. Mimi matamanio yangu ilikuwa ni kuja kuwa haka mkubwa sana duniani, ambaye ninaweza kudukua taarifa zozote zile kwenye nchi yoyote ile, ili mradi tu wao wamezitunza kwenye mifumo ya kiteknolojia. Leo hii naweza hata kufuatilia mawasiliano ya simu ya rais wa Marekani. Japo hapo vizuri sana kwenye system zao za kulinda usalama wa mawasiliano, hususan ikulu yao. Ila naweza nikafanya hicho kitu. Ila hapo katikati matamanio yangu yalinifanya nifanye kila kitu kuhakikisha kwamba naweza nikafanya kile ambacho sasa hivi ninacho. Nilishai kulala na haka mmoja Mwisraeli ambaye alinitumia mwili wangu siku mzima, ili mradi tu nijue baadhi ya program ambazo yeye alikuwa nazo. Na unajua alipomaliza kunifundisha nilifanyaje? Hapana, sijui. Nilimua ili nibaki na ujuzi wake ambao umezidi kunimarisha na kunikomaza na kuwa tishio kwa mtu yeyote ambaye nitahitaji kujua taarifa zake. Hivyo hivyo kwa Ghost, ana matamanio ya kuwa rais wa hii nchi. Hatujui ni mangapi atakwenda kuyafanya na kuyaendeleza, ila kwenye matamanio yake yuko tayari kufanya chochote ili mradi tu awe rais. Hivyo tofauti yenu imekuja mara tu pale alipokuona unamsaidia Judy na ukaungana nao. Watu ambao kwa kipindi ambapo wanaongoza hii nchi, mimi na wewe tulikuwa watoto wadogo na hatukuwahi kujua wala kufikiria kwamba leo tutakuwa hapa tulipokuwa. Ryan alishusha pumzi taratibu huku maneno ya Lisa na Naima yakimwingia vizuri mno akilini mwake.
Hivyo ni vema ukaamua. Sisi tunakushauri tu, ila ni vema ukaamua mapema kabla mtu unayemwona ni adui yako akapata nguvu ya kiserikali. Hali itakuwa ni ile ile ya kukimbia ndani ya nchi yako ambayo ndo umezaliwa. Usiku mwema. Naima aliondoka eneo lake la kazi na kuelekea chumbani kwake kulala, huku akimwacha Ryan akiendelea kuyapambanua maneno aliyokuwa ameshauriwa. Naam. Kwa upande wa pili tunapata kuona usingizi haukumjia kabisa bidada wa kuitwa Monica. Faili lililokuwa limejaa picha za uharibifu uliokuwa umefanywa na maninja pamoja na kuwaua vijana wake wengi lipo mkononi mwake, huku akiendelea kulifuatilia kwa umakini. Alichukua simu yake na kumpigia simu pale mzee Max. Shikamo. Marahaba, unaendeleaje na afya yako? Namshukuru Mungu, kwa sasa nimesharuhusiwa na nimesharudi nyumbani. Okay, ni jambo la heri kwa kweli. Kipindi nipo hospitalini rais aliniomba jambo moja, hadi sasa hivi sijamrudishia jibu. Jambo gani hilo? Anahitaji nigombanie urais wa nchi. Ila kusema ule kweli, hicho kitu sikiwezi, kwa maana sina damu kabisa ya siasa mwilini mwangu na sipendi siasa. Hivyo nimelikataa hilo, japo amenipatia muda kuweza kulifikiria. Ila jibu langu ni hapana. Nahitaji kufahamu mipango yenu imefikia wapi, kwa sababu vuguvugu la kisiasa limeshaanza kupamba moto. Maamuzi kwanza uliochukua Monica ni mazuri sana. Ukizingatia umri wako bado ni mdogo sana. Unaweza kufanya mambo mengine nje ya siasa, kwa maana kwamba urais ni dhamana na sio kushawishiwa na watu ambao baadaye watafanya maamuzi dhidi yako kwa sababu walikuingiza madarakani kwa kupitia wao. Kwa upande wetu sisi tuko kwenye 99%. Maandalizi yanakwenda vizuri. Okay, sawa. Kama unavyojua makamu wa rais amekimbia nchi na hadi sasa hivi bado serikali haijamtangaza kama gaidi wa nchi. Pia kiongozi wa wale maninja yuko hai. Naamini huko walipo ni lazima watakuwa wana mipango ambayo haitakuwa mizuri dhidi ya serikali ya sasa pamoja na serikali inayokwenda kuchukua madaraka. HQ yetu imepoteza watu wengi sana, na wengi ni vijana ambao taifa limeweka nguvu kwao. Aisee, poleni sana. Nawapa support ya 100%. Nitamshawishi rais awape support. Kumshawishi ni sawa na kumpigia mbuzi gitaa. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko chama kingine na hichi tulichopo sisi, hivyo sidhani kama atakupigia sera. Tutupigia sera. Sera sio jambo la msingi. Kikubwa ni uchaguzi wa haki, kwa sababu wakitaka kuiba kura wataiba na mtopata hata kama mmeshinda, lakini watamtangaza mtu wao kwamba ameshinda. Na mimi sio mgeni kwenye mambo ya uchaguzi, masuala ya kuiba kura na vitu kama hivyo. Yeye anaelewa. Hivyo nitatumia nafasi yangu kumshawishi. Sawa, nashukuru kwa hilo. Usijali. Je, ulipata nafasi ya kuwasiliana na Ryan? Hapana. Japo tumemkosea Ryan ujue, ila aliniokoa kwenye eneo ambalo nilishakata tamaa kama kuna mtu angeweza kuniokoa. Aise. Ndio hivyo, aliniokoa kusema ukweli, namshukuru Mungu. Tumeweka tofauti zetu pembeni. Mungu ni mwema kwa kweli. Nikutakia usiku mwema mzee wangu. Japo nimekuamsha muda kama huu. Usijali Monica, sikulala kabisa. Sawa mkuu. Monica alikata simu huku akimtazama cha usiku. Alikuwa ameingia sebuleni hapo, kwani timu yake nzima anaishi nayo nyumbani kwake toka walipotoka Afrika Kusini. Mkuu, hujalala? Cha usiku nalalaje ikiwa nimepoteza watu wengi sana? Roho yangu kwanza inaniuma. Monica alizungumza huku akimsogezea cha usiku faili hilo. Cha usiku akalitazama kwa sekunde kadhaa. Cha usiku alizungumza huku akiendelea kutazama picha za watu waliokuwa wamefariki. Sasa hivi X inaonekana ni kama utopolo tu. Ni mtu anaweza kuingia hadi makao makuu akatupiga na akaondoka na hatukufanikiwa kuwata mmoja wao. Hilo ndilo linalolumiza sana kiasi cha kwamba nimeapa kula nao sani moja wa pozi. Ni femimi au wafe wao. Mkuu, ukituhitaji si tupo, kwa maana toko umetuchagua tujapata kazi hata moja. Tujapata hata kazi moja ambayo ni matata zaidi tu ya kujifuafua tu. Cha usiku naelewa. Tunaendelea kupeleleza ili tujue wako wapi. Ili tukifanikiwa kugundua tunafuata huko na hakuna kulaza damu. Napchokupendeni hapo tu Monica. Ukate tamaa hata pale unapokuwa na 1% chache za ushindi, ila unazidi kupambania hiyo. Hiyo ndio maana halisi ya upambanaji. Ni kweli cha usiku. Makamu wa rais, mwanae na wale maninja wajiandae, yani popote walipo, kwa sababu vita itakayofuata
itakuwa ni kubwa kuliko na vile walivyokuwa wanatarajia, kwa maana ya kwamba walituona sisi kama ni vibonde sana, ila kwa sasa watajuta. Kwa nini walituvamia? Yani afe kipa afe beki, lazima tuwashinde tu. Monica alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Chelsea usoni mwake, ambaye alitingisha kichwa kimaanisha kwamba anaungana na Monica katika vita hiyo. Bana, mambo yanazidi kunoga mtu wangu ete. Haya sasa, baada ya kushauriwa na mke wake, baada ya kushauriwa na Naima ambaye ni rafiki yake wa karibu, je, Ryan atakubali kurudi kwa baba yake, kushirikiana na baba yake katika kuweza kumsimamisha ili awe rais wa Tanzania? Na vipi kuhusu Monica? Monica anazidi kupanga mashambulizi ya kumsaka makamu wa rais. Je, atafanikiwa? Bana, usikose kufuatilia kigongo cha Ice to Kill Me sehemu ya 16. Kumbuka hii ni chapter 5. Mimi nilokusimulia naitwa Uncle J. Bana, asante kwa time yako. Bye bye kwa sasa.